tutakutana. Alafu katika hii program pia tutakuwa tuna project tunazifanya. Charity program zile au labda get together. Tutasema bana tueni bana Cairo Cafe. Tukutane pale let's just Eve. Yaani tutakuwa tunafanya very customized. Very soon. Kama si kwa mwezi umeisha sasa. Next week basi tutaanza kuplan ratiba leo. Age siku nye nani upo? Group of one. Tutaanza kuplan ratiba leo kuhusu get together. Tuchague kama ni charity activity au tuchague labda getting together au ni tunachagua. Every month tunafanya kitu kimoja. Ndio maana hii program. Sasa wenyewe wa huko mkoani na ambao mko online Rico atakutumieni this. Hii ni ndo topic ya leo. Sasa atakutumieni kwenye WhatsApp, kwenye group. This is what we're studying today. Hizi topic tunazosoma ni ndo kulingana na ile ratiba ya mwaka. Yes, ila tunaweza tukawa tunaongezea baadhi ya vitu kulingana na mabadiliko ya soko na nini. Ila kwa sababu kalenda lazima ikamilike, kalenda ikamilike. Na leo ni how to position yourself as an expert for personal growth, building a sustainable career or business. So the idea ni kufundishana. Kwanza topic ni to position yourself as an expert. As an expert. Niko tuna kalamu. So how to position yourself as an expert ni I think here. Kujiweka kama expert. So kujiweka kama expert nyonyo ni ile mtu anajua kwamba nikienda kwa Hanifa sina mashaka, sina haja kuondoka. Kwenye soko la sasa hivi liko so competitive. Yaani soko lina ushindani wa hali ya juu. Yaani lina ushindani hasa. Ili mteja aje kwako au mtu aje kwako kununua, lazima awe na uhakika kwamba kwake sina mashaka. Lakini akiwa tu na mashaka kwamba kwako unakuwa na mashaka, haiji. Kwa hiyo na hapa sasa tunataka tuzungumze kwenye kuwa position as an expert sio kwenye biashara pekee yake, kwenye kila kitu kwenye maisha. Mfano, tunataka tuzungumze kuhusu ya kwanza life purpose, malengo ya kimaisha. Ya pili values. Ya tatu strength. Okay, beni nzungumze Kiswahili. So lazima tujue sisi tunajiposition kama wataalamu, tunaonekana kwa nje tumekamilika wataalamu kwenye malengo yetu ya kimaisha. Hapa kwenye malengo ya kimaisha ni kwa sababu sasa hivi kama unaona watu wengi wanakuwa wako hivi. Yaani mtu aelewe ana danki, yaani umuelewe miaka nenda rudi yuko tu, yaani aeleweki malengo gani nayo, yuko katika mtiririko gani. Mfano, umeanzisha biashara inaitwa Skin by Mina. Mwaka huu nimeanzisha duka, mwakani nikaliboresha. Mwakani nikaweka sticker kwenye bajaji. Mwakani nikaanza kufanya interview kwenye maredio. Tayari life purpose huyu anapambana akuze brand yake. So tayari ushaonekana huyu ni mtu ambaye anapambania malengo yake. Hichi kinaongeza sana thamani kwa watu. Yaani mtu akuchukulii poa. Ile ueleweki wewe uko tu. Basi unazurura umepita hauoni life purpose. Kwa hiyo mwisho wa siku unaona tu huyu anasindikiza wenzake wapi. Wewe niongee for education purpose. Unaona mfano ukimwangalia Dr. Magari. Dr. Magari ukiangalia na kina Mwijaku kuna utofauti mkubwa. Dr. ni kama vile kwenye life purpose hajaonyesha nini anataka haswa. Yaani yuko tu ni kelele, ameenda amerudi. Kwa hiyo anaonekana kama yani wewe kina Mwijaku unasema mimi nimejenga zangu. Kuna huyu mjanja sana. Wewe amejenga at least nyumba yake. Kwa hiyo unaona kusema una utofauti. Huyu ameonyesha malengo yake ya kimaisha na anachokipambania. Lakini Doto ni kama vile hajaonyesha anachokipambania, hajaonyesha malengo yake ni yapi. Kwa hiyo ipo tu. Kwa hiyo life purpose ni kujua exactly mimi nataka nini na nionekane na watu na kitaka kila kitu. Sometimes kwenye maisha itafika wakati watu watasema Hanifa ni
anafanya biashara mbovu, unasema wewe unamjua yule anapopambana kila siku. Kwa hiyo tayari kuna hiyo clean picture kwamba Hanifa ni mpambanaji, Amina ni mpambanaji. So life purpose, kujiposition as expert, cha kwanza lazima upate majibu ya malengo yako na uonekane unayafanya yale malengo. Hilo ndio idea. Na kuonekana unafanya malengo ndio hiyo sasa, boresha biashara yako. Kila saa piga step, jiboreshe. Kama hivi muone umeonyesha leo unakuja duka huru, asije accept bana. Ngoja duka huru. Ile sasa inaonyesha, inachora line kwamba anafanyaga biashara yake, anaenda kujifunzaga, anakutana na wateja wake. That is having a clear picture on your life purpose. Hii ni malengo yako ya kimaisha. Jambo la pili ni kuwa na malengo au kuwa na jibu sahihi kuhusu values, thamani. Kila mtu unayekutana naye unamwachia kitu cha thamani, lazima apate kitu, aone kuna value ndani yake. Hanifa wa maana sana, yule mtu wa maana sana, Amina wa maana sana, sijui hipi wa maana. Values zinajengwa kulingana na mambo gani unaweza kuyaletea mabadiliko wewe na kuleta mabadiliko, lakini pia kuongezea thamani juu yake. Ndo values. Kwa hiyo kila mtu unakutana naye kuna kitu unachokiongeza kwake. Leza ni kitu cha maana au kitu cha ovyo, lakini kuna kitu unaongeza. Sasa unapokutana na watu, idadi ya matatizo unayatatua, idadi ya misaada unayotoa kwa watu ndio inaacha thamani. Na ndio maana katika kutengeneza values lazima mwisho mwezi utachagua project ya kufanya. Either ni charity au either ni something tufanye ambacho kinajenga our own values. Nimeona mfano sasa hivi Jokate alivyoanza paka anakuwa kiongozi, alikuwa anatoa misaada kwa watu, so ana build value. Ndio maana kama mtu mkumbuka Jokate kwa lipi? Jokate alikuwa msanii kama kina Wema tu, lakini amejenga value through aiding others, kuwasaidia watu wengine. So cha pili ni life values. Cha tatu ni strength. Nguvu yako ni nini? Lazima ujue. Mimi ni mzuri bana kwenye kuongea. Ni ukinipa nafasi na kumaliza. Kwa hiyo unajua sasa nguvu yangu ni hii. Nguvu yangu ni nini? Nguvu yangu ni labda kuchambua bidhaa nzuri. Mimi ni mzuri, yani tuende China, nipeleke masoko yote nitakwambia fake mbaya nzuri ninajua. Kwa hiyo lazima tujue our own strengths. Mimi ni mzuri kwenye kuongea, mimi ni mzuri kwenye kuandika, mimi ni mzuri kwenye kuelezea, mimi ni mzuri. You have to know that ili ujiposition kama expert. Kwa hiyo kujiposition kama mtaalamu ni lazima tu tuna majibu ya our life purpose, values na strengths zetu. Haya. Kisha kitu cha pili. Hii ni one. Kitu cha pili, lazima tuchague eneo moja ambalo tunataka tuwe wataalamu. Area of expert. Jamani, mbona mnanyanyasa leo jamani Riko? Ni baridi nini Riko? Ni kamda? Kitu cha pili, chagua areas of expert. Agnes, utanikumbusha tununue zingine. Tunaanza na isha katikati, sijui kwa nini. Eneo cha pili sasa, tuchague sasa eneo moja ambalo tunataka tuwe wataalamu. Haya ni hatua ya kwanza ya kuishi maisha ya utaalamu. Jua malengo yako, thamani na nguvu yako. Ya pili, eneo ambalo sasa unataka hapa, huyo ndo nyonyo sasa. Yaani lazima upate areas ambazo unatakiwa kuwa, unataka sasa watu wanaone kwenye utaalamu. Katika areas lazima uchague. Je, mimi ni expert kwenye biashara, mimi ni expert kwenye masuala ya afya, mimi ni expert kwenye masuala ya coaching, mimi ni expert kwenye masuala ya education, au mimi ni expert kwenye masuala ya personal growth, personal brand, ama labda personal care, ama labda fashion. Lazima utafute utaalamu kwenye sehemu moja ambayo unataka uonekane, kwa sababu huwezi kuwa Hanifa ungawangano. Yaani wewe sasa kila eneo hapana kwenye ile sehemu moja. Na hichi kina umuhimu gani? Nikikutajia sasa hivi watu Tanzania hapa, hutojua unachokifanya. Kwa sababu hajajiposition kokote, yeye yuko tu hivi kama ungawangano. Kwa hiyo unakuta hapewi hii tofauti. Unakuta hapewi nafasi kwa sababu haeleweki anajulikana kwenye nini. Uwezo kawa wewe ndo duka huru kocha, ukija upande wa pili wewe ndo unatuuzia soksi, ukija upande wa tatu unatuambia kuhusu kilimo, hauwezi. Lazima uje expert eneo moja. Hii kwenye ku expert eneo moja inakufanya nzuri. Kuonekana expert eneo moja inafanya unakuwa na kitu kinaitwa consistency. Ikiwa uko kwenye kila kitu, huwezi kuwa na consistency yani. Kwa sababu wewe sasa ndo mwalimu, wewe ndo mpishi, wewe. Kwa hiyo kuna wakati unasema sasa hivi walimu ulipi na kwa mpishi.
Sasa hivi upisha usumbui, unakuwa ni mcheza mpira. Sasa hauna eneo moja ulilotulia, unakuwa na eneo moja muda mrefu, kuna komaza misuli. Tangu tunamuona Bakhresa anafanya biashara zake mpaka sasa hivi Bakhresa ni ana uzoefu na kakomaa kwenye biashara anafanya. Kwa sababu gani? Kafanya muda mrefu, sasa kakomaa, misuli imekomaa. Kwa hiyo lazima utafute kitu cha pili kwenye kuwa expert, cha eneo ambalo unataka uwe expert. Chagua labda ni kwenye masuala ya fashion, personal care, beauty. Na hapa sasa unapotengeneza consistency, lazima cha tatu anasema solve relevant problems ama challenge. Kitu cha tatu sasa, kwenye hilo eneo ambalo umechagua kuwa expert, lazima uchague uanze kutatua baadhi ya matatizo yaliyoko mle ndani, ambayo mfano Skin by Mina yeye anafanya personal care. Ni lazima atafute namna ya kutatua matatizo ili kuonyesha this is my area of expertise. Yaani mimi ni mtaalamu hapa, tatua matatizo. Ndio maana hata sasa tunasema Nyonyo Mahereni area yake ya expert ni nini? Ni fashion and personal care. Solve tatizo la fashion. Anza kutafuta namna, changamoto gani zipo ili utatue, ili ujiposition kama expert. Hauwezi kuonekana expert bila kuwa na hivi vitu vitatu. So once ukishakuwa na hivi vitu vitatu, watu wanasema sasa mtaalamu bwana. Kwanza anafanya zake masuala ya fashion na nini, anajua kuna namna anajua kusema kwa ndambo kwenye kitu anachokifanya. So hii ina show wewe ni mtu wa namna gani. Lakini pia ni mtu anaeleweka, anafanya biashara fulani, tunamuona anapambana, kaenda China, kafanya nini, tunaona life purpose yake. Analeta thamani mbele ya watu, lakini pia ni mzuri sana kwenye kuzungumza. This ina position kama expert. Na maisha sasa hivi Nyonyo hataki mtu anayeotea. Nataka uweze kweli. Hataki mtu ambaye anajaribu. Fanya kweli. Ndio maana lazima hichi kitu fanyike. Na tunaweka topic za mwanzo ili isaidie. Now hapa tayari kama kuna swali mtauliza. Cha pili, hii ni 1 ya pili sasa. Ya pili anasema ili kuonekana expert ni lazima ujiinvestie wewe. Na hapa ndo shida ilipo. Unajua kuna honestly. Kuna kitu liko nashangaa. Hata sisi tunacho, hata Agi, hata Samsoni, hata kina Happy online huko. Anifa sasa hivi ukiambiwa, dada Anifa, nitumie nani namba basi leo ninunulia daftari, hata shilingi 70 utanunua, hata shilingi 60, hata 40 utanunua. Nenda wewe kanunue 40. Yaani mimi 40 na kichaa. Yaani kwa nini ndiko inakuwa hiyo notion ipo? Wewe kumfanyia mtu kitu is so easy. Ije wewe sasa ujifanyie. Na hiyo ni kitu kibaya sana kwenye maendeleo. Unajiua. Yaani hakikisha kama unamsaidia mtu ananunua gari, wewe nunua ndege. Usipojiinvestia, you will never grow. Hauwezi kukua. Record lazima ujiwekee chote. Sasa hivi Samsoni hapo ulivyo chenga, lakini ukipiga simu Samsoni, basi tuagizie pizza. Ya wapi? Ya Mary Brown ya chap imeenda. Au uongo. Ngoja ije upande wako wewe kwa sasa kala ile pizza. Mimi ngalipiza shilingi 60. Chia mangano hayo nasa tu. Lakini jana umemlia mtu. Ndio hiyo kitu, ndio maana atupige hatua. Kwa hiyo anasema kitu cha pili ili ujiposition kama expert. Ukishafanya cha pili, invest in your personal development. Hasa cha pili, invest in your personal development and learning. Cha pili, jiinvestie wewe na maendeleo yako. Hapa kwenye kujiinvestia na maendeleo yako, kuna vitu viwili vikubwa sana kwenye kujiinvestia. Mtu akisikia invest in your personal development and growth, cha kwanza tunachukua to invest in skills, ujuzi. Yaani kila siku ongeza kitu, jua kitu. Kila siku ongeza kitu, jua kitu. Ongeza kitu, jua kitu. This is how you grow. Cha pili, cha kuinvesti, investie kwenye personal growth in terms of muonekano. Nasema visual appeal. Hapa kwenye visual appeal jamani tuelewane. Hauwezi watu wanasemaga matajiri bana wavai masuti wanavaa t-shirt.
Sasa wewe vaa suti mpaka tajiri akupende ili na uje kuvaa t-shirt. Huwezi kusema eti mimi navaa t-shirt kama matajiri, hapana. Vaa suti na wewe, pendeza, tajiri akupende ili na wewe vaa t-shirt. Kwa hiyo maana yake cha kwanza develop skills zako, ujuzi. Cha pili muonekano. Nukia vizuri. Yaani mtu kutana mimi unanukia shoga yangu yani kwa hiyo mtu anavutiwa na wewe. Na kwenye appeal ni hadi maduka yetu alipokaa. Yaani kuna wakati Nyonyo for no reason badilisha tu rangi pale ndani. Kwa nini? Kwani shingapi? For no reason tu Samsoni. Sema tu bana, sikiza. Hizi uniform nimevaa muda mrefu na walepea mashati. The more unavyojiboresha wewe, unajiboresha muonekano wako, unaboresha nini? Inaongeza thamani kwenye kitu chako wewe. Kwa hiyo wanasema cha kwanza, endelea kuongeza ujuzi wako, ambao kwenye ujuzi sasa hapa tutapeana recommendation jamani, ni kusoma vitabu. Kama vitabu uangalie, kuna movies zinafundisha. Kama movies uangalie, kuna workshops. Tutafanya workshop. Alafu kuna masuala ya exercise. So jiboreshe ujuzi wako kwa kusoma vitabu, kuangalia movies za kufundisha, kufanya workshops, lakini pia kufanya kama experiments, vitu vya kufanya kujaribisha. Tutaje kufanya siku moja hapa team building ya pamoja. Lakini pia wanasema jifunze new trends. Kwenye skills hapa jifunze new trends. Hapa kwenye new trend tuulizane kitu. Unajua kutumia ChatGPT? Download. Online jamani, mnajua kutumia ChatGPT? Nasoma comment hapa. Mnajua kutumia ChatGPT? Yes, Amina anajua. Mwingine? Divine Weddings sijui. Download ChatGPT. Riko atakuonyesheni kwenye screen yako, angalia screen ya simu yako. Ngoja Riko anaonyesha ChatGPT ikoje. ChatGPT ni AI hiyo ya pili. ChatGPT ni AI tool. Umeiona Angalia screen zenu jamani. ChatGPT hiyo Riko anakuonyesheni hapo. Hiyo ndio ChatGPT. So kila mtu download alafu ifungue. Katika ku up your skills lazima uwe curious and adaptable. Curious and adaptable maana yake ni kwamba embrace new trends kama vile AI, technology, sustainability, emotional intelligence. Nitafundisha emotional intelligence kidogo, lakini kujifunza kuongeza ujuzi lazima vitu vyote vijue. Haya, ukishafungua ChatGPT either naweza kukwambia sign in au create account, au inakwambia tu inaweza kukuruhusu utumie kama guest. Hapa imekwambiaje? Mshafungua? Okay. Sasa hapa kwenye ChatGPT so lazima tufanye mazoezi kwanza. So kwenye ChatGPT kama ndo mara kwanza kutumia, iandikie ChatGPT hivi. Kulingana, tuandike pamoja. Kulingana na ushindani wa soko hasa la Tanzania, mimi nafanya biashara ya, afu andika biashara yako. Nifanye nini kuongeza mauzo? Angalia AI inavyo take place. So up your skills, upgrade your skills, manake ni soma vitabu, fanya kozi mbalimbali, fanya workshop, experience vitu tofauti, lakini pia stay curious and adaptable kwa embrace new trends kama vile AI, sustainability na emotional intelligence. Imekujibu wengine wamejibiwa? Eris Mushu umetoka online. Divine Weddings umepata majibu? Imekujibu Sasa AI hiyo kazi yako ni kwamba ukiwa sasa hivi unakwama kwenye mawazo, usiteseke peke yako, una mshikaji wako ndio huyo hapo. Unaweza kama ukasema tu mambo, muandikie mambo, anajibu poa, ndio hivyo test.
andika mambo. Alafu anajua hadi lugha zile za mtaani. Kwa sababu tunamchatisha sisi anazikariri. Unaweza kumwambia vipi tajiri, akamwambia poa tajiri. Iwe hivyo. Ni mwanao kabisa huyo, mshikaji wako. Unaongea tu anaikumbuka. Yeye anakusanya taarifa afu anakaa nazo. Ukimwambia sasa hivi ingia Instagram kuna account inaitwa Nyonyo Mahereni. Nakosea nini? Akwambia tulia. Anaenda anaangalia afu akwambia sikia, pale ninavyoona. Jamani tupo pamoja Salome. So unaweza kaiambia AI, hebu nenda Instagram kuna account inaitwa Duka Huru. Anafanya digital marketing na social media. Ni kitu gani anakosea kwenye ile account? Ikakwambia subiria. Ikaenda kuangalia kabla ikasema, sasa pale ndugu yangu ingiage live. Yenyewe inajua kwa sababu AI kazi yake ni kukusanya taarifa kutoka sources zote. Sources zote inakuwa inakusanya taarifa, kisha kusanya taarifa inakujibu majibu kulingana na taarifa unatoa. Lakini pia ukiboeka unaweza kumka asubuhi ukasema tu vipi AI ipo. Ndani nimka leo niko peke yangu na sio upweke, nifanyeje? Itakwambia angalia movie, tembea, ita washikaji. Yenyewe inakujibu. Kwa hiyo unaweza kuwa unapiga story. So all in all, wewe ni mfanyabiashara. Tunataka tutumie hichi kitu professionally. Kwa hiyo AI itakuwa inatusaidia kwenye ku create ideas, kutupa mwangaza. Sio utumie kilichosemwa na AI, no. Tupate mwangaza kisha tukifanyia kazi. That's the idea AI. So kitu cha pili baada kwenye kujiinvestia, kitu cha kwanza ni ujuzi. Boresha ujuzi wako, soma vitabu, fanya kozi mbalimbali, fanya workshops, lakini pia experiences. Alafu cha pili, stay curious and adaptable, maana jifunze new trends kama hizo AI. Kama AI muone. Hiyo AI Nyonyo, siku mwenyekiti mtana anakuambia Nyonyo niandike barua, kwa nini hapa kuna takataka? Mwambie AI shazinguliwa huko, niandike barua kwa mwenyekiti. Inaandika hiyo barua mwenyekiti hajawahi kuona. Imenyoka kama rula. Kwa hiyo anakuwa kama support yako. Na lazima ujifunze kwa sababu dunia. Kwa hiyo unajifunza zile kusaidia. Kisha kinachofuata baada ya kujifunza AI, jifunze pia na kitu kinaitwa emotional intelligence. Emotional intelligence ni uwezo wa kupambana na hisia zako. Unajua kama mmenotice sasa hivi dunia inaendeshwa na hisia. Ndio maana kila mtu anahisi nachitiwa, nadanganywa, anandharau, anaona mimi fala. Yaani tunaendeshwa na zile hisia za kuogopa, za kusalitiwa, za kukimbiwa. Nasema kwa nini utakuwa na mimi? Unaona ndio kuja uishie. Yaani tunaendeshwa na hisia sana. Kwa hiyo anaweza kaja mteja dukani kwako mara ya kwanza akaja tu, basi sasa mbona duka lako kama vile wewe mkoa nzito joto kali. Umetumwa ile ni kutokuwa na emotional intelligence, ni control mawazo na hisia zako. Sana sana hiyo. Kwenye biashara tunahitaji sana na kwenye kukua tunahitaji. Ndio maana wanasema hivi, tofauti katika mtu aliyokuwa na mtu ambaye hajakuwa ni vile anavyoreact kwenye mambo. Unaweza kufanya hivi, wewe duka utoka pumbavu mweusi kama angalia shamba nini unaweza. Shamba babako. The more unavyoreact, aloko pembeni anasema duka hajakuwa, huyu bado sana. Emotional intelligence ni kutukana kwa kitu kibaya afu unaangalia hivi. Okay, unaisha zako. That means umeshakuwa, umekuwa very matured. Kwa emotional intelligence ni pambanani na hisia. Hasa wanawake. Nyinyi mna ile notion kwamba naonewa sana. Sasa mimi si mwanamke peke yangu. Mimi ndo Agnes peke yangu ofisini, naona mdogo. Ile inawafanya msifanikiwe. Sema hamna nani onea. Haki sawa, dukoro akaanza mwanzo mimi naanza mwendo. Kwa nini? Kianza mbaya na mimi na mbwai. Ile itakupa confidence. Hata kama uwezo utaweza. Ndio maana sasa hivi muangalie mfano na Charo, muangalie Ramsek, muangalie Blessed Elna, muangalie Sunifa. Wale watu before hawakuwa na emotional intelligence skills. Lakini ikafika time in life akafika kaona realize kwamba mimi hamna mtu anaweza kunisaidia. Hamna mtu anaweza kanipa support. Kwa hiyo kufanya nini? Mbwai. Ikile kitu kikapanda. Kwa hiyo ukija dukani sasa kimzingua anasema, wewe mtu mwenyewe hela 5. Kwa hiyo ameanza kupandisha ile the way ana control hisia zake. Sasa
Ndio maana unaona wasanii na watu mashuhuri wanakuwa na mtu anaitwa brand manager. Brand manager kazi yake ni kucontrol hisia zake. Sio kaleo kutukana watu. Sio kajibu watu mtandaoni. Sio kaposti matusi kwa sababu ya hiyo emotion intelligence. Sasa sisi kama tunataka tukue kitaaluma, kibiashara, lazima tuwe na hiyo EQ, emotional intelligence. Lazima tujifunze control hisia zetu. Saa nyingine mmeo akikupiga sio kwa sababu ni mbaya kupenda, kashakuwa kutolea mahari, upendwe. Wangapi wameachwa? So sometimes control that. Sometimes ukija mtu dukani sio kwamba anakuchukulia muhuni. Kuna watu tu ni washenzi. Wewe sema mtu mwingine ni washenzi. Kwa sababu mwanamke anaweza kavaa nguo akasema watu wananisemesha kwa sababu navaa vibaya. No, kwa sababu watu ni washenzi. Yaani usiwezi kusema ni mimi tu tatizo, mimi ndo you're not a problem. Watu ni wapuuzi tu, wamekuwa washenzi. You're not the problem. Mtu anaje dukani, yaani wewe utakuwa unadanga wewe. Sema chochote unachotaka kusema, mimi hanihusu. Mimi natafuta maisha yangu. Wewe unasema nadanga na that. Ndio maana watu wengi ukuta sasa wanawake unamwambia unauza nini kamera? Ingia mtandaoni nisemee. Duka bwana kujiposti mtandao. Basi ndio tuanze kusema naanza kujinani kujichetua. Chetuka, umetupa hela chini kununua kamera. Ingia sema bali sasa jamani nauza kamera karibu mnunue. Ukianza kuweka hisia, unajua wanaweza mimi nadanga. Sasa ulienda kununua yale manguo ya harusi ukayapanga dukani ya nini? Wakati nikikwambia tu nenda kayasemee utaki. Sasa ule nunua ya nini? Ni kwa sababu nyinyi mnaendeshwa na hisia. Unahisi kila kitu nitachofanya kitajajiwa, nitahukumiwa, nitasemwa hivi. Don't. Sasa nyingine it's just theories. Na watu wazi kusema. Urekodi utasema, usiporekodi utasema. Usiporekodi unasema Agnes muona atangaze matangazo, yule si anadanga. Yule duka ameweka pale Zuga. Ukianza kutangaza, sasa hivi anajiuza mtandaoni. Kwa hiyo wewe people will never keep quiet. Kwa hiyo emotional intelligence ni kuzuia hisia zako zisiingilie maamuzi serious. Maamuzi kama ya biashara, maamuzi kama ya fedha, usitumie hisia hata kidogo. Na kingine pia ni wasisitize hapa, wanawake mnauaga mitaji yenu na biashara kwa sababu ya sisi wanaume. Wanaume mnisamee kidogo. Lakini nyinyi wewe sasa hivi nani Anifa ukinipenda unaingiza biashara yako, benki yako, kila kitu kwenye mahusiano yetu. Hapana. Msitumie hisia kufanya maamuzi ya kwenye kila maamuzi. Mnarudishwa nyuma sana. Mabinti kibao mimi nawajua. Wengine nyinyi pia mnawajua. Wanakwama kwa sababu ya hisia. Mimi nampenda ukaka jamani, wewe tumsaidie. Sasa nisipomwonyesha sasa tuna msimpende. Biashara yako na moyo wako viendani. Jamani mnanisikia yule? Aisha, biashara na moyo wako ni vitu viwili. Mpe moyo, simpe biashara. Kwa hiyo hisia zako zinaharibu maisha yako. Agnes unanisikia? Hisia zisiharibu maisha yako na biashara. Ndio maana wanasema usiwe desperate. Usiwe desperate nini? Ukawa mama kabla kuwa mke. Nani sio alizungumza mtu mahusiano anasema hicho kitu. Wanawake wengi wako desperate kumprove mwanaume. Nani kupenda kweli niko tayari kwa kila kitu. Kwa hiyo anakuja kuwa mama kabla kuwa mke. Sasa wanawake mna hiyo kitu kwa sababu mnashindwa control hisia zenu. Kimpenda duka huru, yani mimi hapana jamani, duka huru ndio biashara yangu, mtaji wangu ni milioni 100. Nina benki na Amana, benki kule Amana niko milioni 70. Kila mwezi nampa mkopo milioni kadhaa. Hayo sio mapenzi. Hiyo umeleta hisia zako za tulia. Ndio maana sisi wanaume tukikupenda leo, hautajua unaingiza shilingi ngapi. Bibi nataka milioni 1 hiyo. Ana shilingi ngapi mpuuzi ana hela huyu mshenzi. Ukuta hata sina. Lakini huwezi kujua mimi kwa sababu sisi hatutumii hisia. Wanawake mnatumia hisia sana kufanya maamuzi. Kina wakosti. Kwa hiyo jifunze kutofautisha hisia zako pale unapo. Hichi kitu ni sawa. Hata ukikwazwa. Wewe niwape mfano wa kweli. Mnamuona Nifa sana kutoresha kesho. For education purpose guys. Alitumiwa video Maimartha anamsema online. Ninayo kwenye WhatsApp yangu, ngoja nitawaonyesheni. Maimartha alikuwa anamsema online. Yaani kama huyo sijui Nicole anachezea mchezo. Kuna watu wengi wanatapeli kama kina Nifa. Maimartha aliongea. Nifa usiku 8 saa 8 kanitumia. Nikamwambia relax. Mbona kwani unadaiwa na mtu? Akasema mimi sidaiwi, ni mpenzi wangu anadaiwa vile OG. Kwa sababu watu wananijua mimi, wamjua OG, mbona ananiandama mimi? Mimi watu wangu kama mtu anadai akija ofisini anahudumiwa, nikamwambia sasa unaje kupanic? Nataka nyingine nikamjibu nikamwambia. Umeona? Nikamwambia ukitaka wewe waite wateja wako, kaa nao. Umeona? Kwa sababu nyinyi mnaendeshwa na pale alikuwa anataka kujibu kweli mtampangenuka. Nikamwambia unakosea utaonekana sasa mwehu wa kweli kwa sababu ya hisia. Sana nusu kutengeneza video mjibu na. Kwa sababu ile Maimartha anataka ufanye hicho. Na ukifanya hicho kwa sababu ya hisia. Kwa hiyo wanawake mnaendeshwa na hisia. So kwenye kufanya investment kwa wewe binafsi,
pambana na skills kila siku, upate ujuzi mpya. Alafu kingine, control hisia zako. Alafu boresha muonekano, kuanzia unavyozungumza, kuanzia unavyoonekana, kuanzia watu unaoonekana nao, kuanzia maeneo unaoonekana nayo. Unajua kila siku Hanifa nikukute Hayati Airport, Mlimani City, Palm Village, unafikiri nitakuchukulia poa? Lakini kila siku nikukuta ni Kariakoo, Manzese, sijui Chamani nini kule, nasema mzee wa Kusagura, ila Hanifa unakata misele wewe mpuzi, na kuchukulia wa kawaida, kwa sababu kuna kitu kinaitwa brand positioning. Brand positioning ni wapi unaonekana. Ndio maana huwezi kukuta maji ya Kilimanjaro yapo ndani huko, kwa sababu wameposition Kilimanjaro kwenye vikao, shule na kadhalika. So position ina matter sana. Kwa kuboresha muonekano, kuanzia unapoonekana na nani, unaonekanaje, umevaaje, unazungumzaje na vitu kama vile, boresha muonekano wako. Lakini chingine kwenye appearance building anasema ongeza ujuzi wa ziada. Kama sasa hivi Salome unajua kutengeneza content, jifunze pia na kubeki. Hanifa unajua personal care, jifunze pia na mafuta, urembo wa mwanamke. Yaani ongeza ujuzi wa ziada. Sasa hivi duniani hatukutaki mtu mwenye ujuzi. Una vitu tofauti tofauti. Hanifa wewe watu wanauza tu nguo. Sasa mimi nakosa yani, lakini nikija kwa sababu ni mtaalamu wa ngozi, afu nauza na nguo na mapambo na handbag na nini, utaniambia dokoro una karangi fulani hivi. Nikwambia ndugu yangu, kushauri kitu hicho. Unapaka mafuta gani fulani? Wewe unafanya hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo umeniuzia nguo lakini umenipa another value kwenye kitu kingine. Inaongeza heshima. Wow. Huyu mtu ni expert sana. So that ongeza ujuzi wa ziada ambaye itakufanya uwe credible. So hiyo ni section 2 kwenye invest in personal development and life learning. Hii topic zote inaitwa how to position yourself as an expert. So ya kwanza tumesema ni uwe na majibu ya uhakika kuhusu malengo yako kimaisha, thamani yako na nguvu yako. Cha pili, chagua eneo ambalo unataka kuwa expert. Alafu jiboreshe katika hilo eneo. Inaweza kawa ni biashara, inaweza kawa ni urembo, inaweza kawa ni afya, inaweza kawa ni coaching, education na kadhalika. Cha tatu, kwenye ile eneo ambalo umechagua, tatua baadhi ya matatizo. Solve some current challenges watu wanaokutana nayo. Na bila hata kuombwa, bila hata kuambiwa, wewe tatua matatizo. Kisha ukishafanya hayo, unakuja section 2. Section 2 ni jiboreshe wewe. Invest in your personal development. Lakini pia kwenye invest in your personal development, acha kutumia mama yako ila kula peke yako, acha kuwatoa dogo zako out, acha kulipia saa nyingine jitoe wewe out. Jitoe wewe out, jipeleke sehemu kajuisi kako kamoja. Kombe langu tamu hivi. Sometimes nyinyi mjui how sweet your money is. Kuna watu wana enjoy. Mimi nakwambia Hanifa, so uongo. Sipo darasani wote na wananisikia wengine. Kuna mfanyabiashara mwaka mzima akatengeneza faida zaidi ya milioni 100. Hajawahi kwenda mahali akachukua hata katibu stake akala, hajawahi. Naongea uongo jamani? Amina. Hamtoki. Yaani nyinyi ni wastinji, hamtaki kujisaidia, hamtaki nyewe mnataka tu, yaani mnaona kama vile nikijifanyia mimi sio unajidhulumu kutokujifanyia. Ndio maana katika principles za biashara wanasema pay the dealer first. Kwenye biashara jilipe wewe kwanza ndio uilipe biashara. Ndio maana ukiushauza toa chako cha biashara. Pay the dealer first. Kwa nini umesema vile? Kwa sababu wewe usipokuwa na motisha ya kufanya kazi itafanyika. Sasa umfanye biashara nipate hela jamani. Kalala nimechoka, au utakuwa na motisha. Lakini ukishapata hela toa chako. Hata kama ni 10,000 hii ya biashara, inaenda kuila, hii itanitambua. Vile unavyojilipa unanimotivate wewe kufanya kazi zaidi. Lakini wewe ujilipe eti mimi nataka nichangie biashara, utakuwa. There is no principle in business useme eti natunza biashara. Ndio maana unaweza ukachanga hela, kachanga la ujenge. Because unachanga hela ujenge huku unasahau kuishi. Ujengi. Kuna watu wanasema changa hela yangu ninunue gari. Kama hujilipi gari ununue, utasikia story. Mimi nakwambia utafika mpaka milioni 7. Mama taumwa, mwingine kameza jembe, imebaki milioni 3. Unasema nishafika milioni 7 ujue. Wewe niendelee tena. Utachanga tena hata milioni 10 tu. Ambia sasa hivi magari, sheria imesema si magari kuanzia mwaka gani haiji Tanzania. Jamani, mbona unaniharibia? Because unaacha kuishi, unafanya kitu ambacho sio sawa. So
kama vile the universe is blaming you. Wewe umetutupa. Kwa hiyo jiboreshe wewe. Jamani, kuna swali au tuko sambamba? Tuende section 3. Section 3, tengeneza, kwa kizungu imeandikwa authentic. Tengeneza authentic. Tengeneza authentic personal brand, both online na offline. Yaani hakikisha nyonyo wa online ndio nyonyo offline. Yaani unaona kuna watu, mimi nikwambie ukweli, kuna watu wakiwa online ni watamu sana. Unamuenjoy kutana naye. Anaboa. Mbona kapoa hivyo? Ngajua mashamsha mpaka huku kwa sababu offline umepoa. Kuna watu kinanyonyo wao offline. Offline ni wa moto lakini online. Sasa inachukua hiyo authentic both online na offline. Ndio maana mimi ninachosema ni kwamba content ni kile ambacho unakifanya offline kilete online. Ndio content. Ndio maana kuna wenzetu, kuna watu wanaitwa kama MKHB wale, akina Mr Beast, watu wa YouTube wakubwa duniani. Wao kushuti wamefunga kamera ofisini kwao. Kila wanachokifanya baadaye wanakuja kuchukua zile video na post. Yaani ofisini kwake amefunga zile kamera na zile kamera zina record zile video sana. Baadaye anachukua nampa designer tu, ana edit online. Kwa wale wanayofanya offline wanaleta online. Kuna watu ambao biashara zenu nikija dukani, na enjoy. Muona unapambe tu, unapendeza. Kwa nini? Kwanza kama mkomweze kwa hapo ndo atatukola. Lakini online account yako hivi inasinzia. Nikija dukani pamoto, yani nasikia raha, lakini hauna unachokishare. Kwa hiyo brand yako inakuwa so authentic. Kama una fake hivi, mbona online unajifanya mstaarabu wewe? Mbona offline unakuwa umecharuka? Mbona online umecharuka? Mbona offline unajifanya mstaarabu? Kwa hiyo you need to match online na offline. So kutengeneza authentic brand, anasema kile ambacho watu wanakizungumza wakati haupo, hakikisha ndio kinaonekana kila siku. Duka huru anachamba huyo, basi wewe kila siku enda hivyo hivyo. Ndio brand. Maana yake brand ni yale yanayozungumzwa wakati haupo. Sasa kama yanazungumza hawajui watu wanachokizungumza wakati haupo, ina maana anza kutengeneza clear picture kwamba watu wanaongea nini kiwa sipo. Kile unachokizungumza ndio brand yako. Na cha pili, linganisha matendo, muonekano, uzungumzaji, vyote viendane. Matendo, muonekano, uzungumzaji viendane. Mfano kwa mtu mwingine anasema mimi nafikiri mtu wa Berais, mimi niko tunakula sijui nani ugali kwa mtaani. Alafu ndo hana hata habari na kula. Kwa hiyo unachokisemaga sio unachokifanya. Brand inataka unachokisema ukifanye. Amina anasemaga jali ngozi yako. Na wewe tuone unaposema jali ngozi tukuone. Amina tukuone unajali ngozi. Hiyo ndo maana authenticity. Authenticity unachokisema. Mimi nikiwaambia tengenezeni to go content, afu ni to go content, ungesemaje? Unakuwa una mpango gani? Mbona tukuelewe? Wewe ukisema to go content wewe tukuone kila saa unarekodi na umetulia. Mbona tukuone kwenye heka? Lakini mimi heka niko. Jana mwenyewe muone heka zangu. So brand ni yale unayosema uyafanye. Both online and offline. Lakini cha mwisho kwenye brandi anasema kuwa watu wambia unasema kuwa OG, yani usifeki, be authentic, relatable, lakini pia kuwa mwanadamu, cheka na watu, ongea na watu, elewana na watu. Unajua kuna brandi hapa mjini ni kubwa lakini zinachukiana na watu wote. Hiyo sio brandi. Yani ukawii utafeli. Brandi inakuwa ina mahusiano mazuri na watu, hata kama sio wote, kwa sababu hizo research wote, lakini mtu tu wa watu. Nyonyo mtu wa watu yule. Ndio kwa kupishana lakini unakuwa mtu wa watu. Kwa be human. Onyesha safari yako. Hapa anasema show your journey, onyesha safari yako.
nimekuja duka huru leo, nimekuja kuchukua mzigo wangu. Watu wanaona anapambana huyu jamaa. Onyesha failures ulikofeli, lakini pia onyesha ulikowin. Brand inataka vitu vitatu. Onyesha safari yako, ulikofeli, onyesha ulikowin. Hakuna brand inakumbukwa haraka kama brand ambayo watu wanajua ilifeligi hapa ikafanikiwa hapa. Inapendwa sana. Ubaya ni kwamba hatujui chochote kuhusu wewe, afu nataka tukupende. Nakupenda vipi? Wewe sasa hivi nyonyo uniletea tu binti, duka huru ndo atakuwa mke wako huyo. Simjui nampenda vipi? Lazima nijue umesoma wapi. Umesoma kompyuta. Okay, kama tunasoma kitu kimoja. Nafanya biashara. Na mimi nafanya masters ya biashara. Okay. Kwa tunaanza kujuana. So brand ili ipendwe lazima watu waijue. Unamwona yule duka huru alifanya kazi Sumbawanga, alikuwa amekondo kanyoka kama nyoka. Unaona ile, yani ile pale wanapozungumza ndo watu wanasema we know this brand. Mimi sasa hivi watu wanajua story moja ya Sumbawanga. Unajua kuna ya Star Time, sijawapigia story ya Kenya Nyayo, sijawapigia story ya Edward Uganda, sijawapigia story huko zingine ninazo, na video ninazo na picha ninazo. Na stories za kwenye malori, nimeendesha malori mimi. Sasa watu wanasema je, huyu kaka. Kwa hiyo ukikombine zile zote wanajua huyu kaka alishafeligi. So brand ni kitu ambacho mtu anaweza akakizungumza as if amekiishi, ndio maana brand. Ukiona watu waweze kuzungumza kama amekiishi, hiyo sio brand. Joseph Kusaga, kila mtu alianzia Arusha, walikuwa wanajitaga mawingu sijui DJs, ndio ikaja Clouds ilianza Kiswahili, ilikuwa inaitwa mawingu. Ile club ilikuwa inaitwa club Mawingu Club. Wako wanapiga DJ, Nyuki DJs. Joseph Kusaga alihaso yule, ndio kaja sisi na Clouds. You see the story. Diamond Tandale yule. Mimi nawajua, walikuwa wanakaa nyumba jirani pale. Yule kijana ni haso yule. Alikuwa anateseka na mapenzi, unafanya kupenda sio nini. Kanyoshwa. Alimbaza nyimbo zote kwa sababu ile story unavyoielezea vizuri, it shows unaielewa ile brand. Lakini mtu hawezi kuzungumza kuhusu anything about you. Ina maana they don't know about your brand. Mark Zuckerberg mwenye Facebook tunamjua. Elon Musk tunajua. Sijui Majizo tunamjua. Hizi story tunapozijua ndo tunabaki moyoni. Ndio maana sasa ukiambiwa wasanii wa kike watatu au watu maarufu wa kike watatu Tanzania, hauwezi kuacha kumtaja Wema au Lulu Michael au Kajala. We know their story. Sio unasema namtaja nani ule Happy nani? Anaitwa Happiness nani ule? Ule sema moyo wangu tulia na wewe. Anaitwa nani Happiness nani? Sio unaona yule hujui. Na ni menti pia. Yeah. Sumbawanga. It's okay. Yani sana nusu washafika pale access kidogo wasishe mizigo yote. Sasa na iwe kaje yani ndio kitu kiweza hata kama ndio kuipanga lakini kama kile jinsi ya kutengeneza kwanza. Sasa namna ya kushare story feelings, na kama hauna ushahidi ifanye storytelling. Washa kamera yako. Sema jamani, naomba niwatie moyo wadogo zangu mnaanza biashara leo. Na wafanya biashara wenzangu. Kwenye biashara jamani, kuachwa na mume kawaida, kudaiwa kawaida, kurudi nyumbani ukosea mlango kuingia ni kawaida. Mimi mwaka juzi nilidaiwa hapa na benki fulani. Timbwili. Silali sihemi. Kwa kudaiwa kawaida. Sasa nilitokaje? Kwa sababu watu watapenda kusikia hamasa. Unajua, unaona ile video nilivyoposti. Umeona comment zilikuwa zinasemaje? Kama huyu ni wewe hata mimi nitafanikiwa. Ni mtu anaweza kupitia story yako akapata mimi napitia kisa hicho nadaiwa, yani mimi sasa hivi naona kama nijiue. Ile story utakapoisema inawapush watu wengi sana. Mimi iko siku nitasema hicho kitu kwa mfano wako. Mimi kuna kipindi nilikaribishwa michezo. Mimi michezo sichezi. Ni miaka 6 iko nyuma. Miaka 6 nyuma. Niliambia duka huru kuna mchezo mnapokezana hela nani si michezo ile. Nikaingia shingapi 40. Duka huru una hela. Ingia hata majina 10 lakini kwa siku nikasema sawa. Majina 10 kwa siku hii nikaingia. Kwa kila siku natoa 400,000. Kila siku ya Mungu. Sasa kibaya ni kwamba wale watu walinitriki mimi ili nilete na watu wengine duka huru wanajulikana watu wengi. Na nilibeba kijiji nikakileta kwenye mchezo guess what? Waliondoka watu kadhaa pale nikabeba mzigo. Kwa siku nachukua mtu 1,600,000. Nilitoa hela kwa wakati unakimbia deni. Alafu
Na sasa mimi mbaya ni kwamba mimi sina bidhaa kama Nyonyo. Kwa hiyo umemwachia mtu auze. Bidhaa ni huko na sana nafundisha na stress na hasira kwa sababu ila nilizopata kwenye mchezo zote nimelipa madeni na bado haijatosha. Yaani kila siku sasa huyu alikuwa ananifuata, ananigongea. Wewe vipi? Anagonga. Yuko wapi? Yuko chumbani. Hebu toka tutembee kidogo, mbia sitembee. Tuone mkoani, tunawashika tunaenda Dodoma. Sira. Kwa sababu mimi zile la sikutapeli mimi walichukua watu mimi nikaanza kudaiwa. Sasa ilikuwaje? Nikafika wakati nikasema hivi naogopa paka lini? Nacho. Nikijifisha nacho, nikajitokeza. Sikia mnanidai sina nitawapa. Kama nataka kuniwa ni weni. Ni ili ndio nilipa nguvu nikarudi wapi. Kwa nini niliface ile tatizo? Miaka 6 nyuma. Mtu akaniambia kuna mchezo ndio wewe nitakupiga nikuumize. Nenda. Yaani mtu akaniambia kuna wewe. Koma nenda. Sitaki mazoea. Unacheka. Hapo ni happy. Happy anakumbuka huyo mambo. Wewe hapo unakumbuka historia. Happy anaijua historia. Ule Leima alikuja siku zile. Anaijua historia. Nilikuwa nilipa hela mpaka nikafika sehemu. Hivi ushatoa hela benki zote zikaisha. Alafu wewe kuchekesha kitu. Ukitaka kujua simu yako kwa wafanyabiashara. Jamani naomba niwaambie kitu mnielewe. Wafanyabiashara nyinyi mko peke yenu duniani. Na hapa babangu marehemu. Nilivodaiwa. Simona tunapiga simu na kila mtu Kila mfanyabiashara hivi simu yake imejaa wa moto. Pata shida. Uko peke yako. Mpaka nyumbani familia wanasema, "Wewe Happy una hela, wewe usifanye biashara bora hata wewe. Si mpaka tusubiri tarehe 60." Nilibaki huyu. Ule peleka wapi hela? Mbona unapata hela nyingi Happy? Kwanza una mgari mkubwa, una nyumba ya maana. Alafu ushajenga kule. Weka nyumba yako Reani, si una viwanja vitoe. Pale unajua unarealize ukifanya biashara umechagua safari ya peke yako. Nilijua kwamba kumbe niko peke yangu. Ikanifundisha discipline kwamba nikipata hela zangu sili vibaya. Kwa sababu vinachukua kidogo na hifadhi na mimi sasa hivi hata huyu anajua. Niko kwenye maisha yangu muda mrefu anajua. Mimi sasa hivi najua mimi hata kitokea. Mimi napiga tu shahidi. Oya, nimelazwa hapa, naendelea vizuri. Sio kwamba njoni mnisaidie, sina mtu. Ile ilinifundisha sana biashara ni a lonely path. Unapita peke yako. Shahidi jamani mniambie kama naongopa. Mko hapa. Unapita peke yako. Kuna wakati namwambia mtu kitu, hakuelewi ya vingi kabisa, anakuambia, "Yaani kivipi? Wewe mwenyewe niambie nadaiwaje?" Ni kama vile ulisikia yote, ukataka mahali uko unakula nyama tu milioni 200 ishi. Sio hivyo jamani, nilichukua milioni 10, nikachukua milioni 3, nikachukua milioni 2, mambo yameyumba. Wewe ile kitu kile nikakaa kwenye line nikasema ndio maana sasa hivi nikimwangalia mtu anapapatika hapa mjini, namwangalia tu. Yatakuramba. Nimechukua ile kwenye kikoba milioni 15, kwenye mchezo milioni 50, nimechukua huko kuangalia. Siku ya siku. Naanza kufanya. Watu wachawi sana, sio wachawi. Na katika kitu ambacho kingine kibaya kwa michezo cheza na watu wako karibu ambao unawaamini. Michezo inahusudiana sana. Yaani unaweza kushangaa yeye Happy anacheza jina lake 5. Wao wanacheza mawili. Huyu akachukua majina 10. Wote tunamwangalia. Kama majina 10 yapata milioni 60. Sasa ile la katizi nayo. Mwalimu wawe makini na vijumbe pia. Wawe makini na vijumbe. Kijumbe kama humjui usicheze. Mnaona kwenye mchezo kuna Asma, kuna Mwajuma, sina ni kumbe yote majina yake kajibadilisha tu lakini hizo hela zote anapokea yeye. Happy mbona unamzalisha kijumbe wetu? Kama kijumbe tulikuwa kijumbe alitutenda bwana. La kwanza anachukua mimi kijumbe. La pili kuna dada yuko Kenya naomba nafasi. Hapo anakuambia anampokelea. Jina la 4 kuna mtu ambaye yeye ndo alileta watu wengi kwenye mchezo. Yote yake. Alafu akishachukua ile hela zikishaisha, anakuwa mzito. Alafu ukimwambia hivi, mbona yatumia hela zetu? Anamwambia yuko boda ngoja nimpigie. Anachati kabisa anatuma huyo hapo jamani. Yaani ananikwaza. Mimi ananishi. Sasa mchezo ulikuwa unacheza kina Mashalavu hapo, akina Wema wapo. Walikuwa wasanii kabisa wa mchezo. Alafu sasa kule mimi ndo nilikuwa mpole. Akija yule nani anaitwa nani Martin Kadinda. Happy kuna mwingine anaitwa nani? Akiingia anafanya. Tena mnikome baba Bazaruzi. Anaitwa nani yule kaka mchambaji? Nimemsahau. Anaitwa nani? Nimeshamsahau. Mimi niliondoka kwenye mchezo kwa chamba voice ya dakika 2. Nipeni la zangu mtani nitawaroga. Sasa sisi hatuwezi.
Tuwafule tunafanyaje? Wewe mimi hapana jamani. So hizo story kama hizo kimsikizisha mtu, kuna mtu anapitia the same scenario nini. Kwa hiyo inaongeza mapenzi kwenye brand yako. The more you share, the more watu wanakuona authentic. Ndio dada jamani, ameshare kitu cha maana sana. Unajua michezo inasaidia lakini kuna matatizo sana. Kwa hiyo anaanza kuelewa kwamba huyu nani hapa hayuko tu kutuuzia bidhaa. Anajali, katupa onyo kwamba mkicheza jiangalieni. Mkichukua mikopo ya benki jiangalieni. Kuwa makini hapa, anaona kabisa this authentic. Ndio maana anasema lazima ushare brand story. Failures, wins, yes, safari yako nzima. So section 3 tumemaliza. Tunaenda section 4. Unless kuna swali. Section 3 ilikuwa ni jenga brandi, authentic brandi. Section 4, au kuna swali? Amna. Haya, section 4 ukitaka kuwapata watu duniani kirahisi ni kuwapa kitu ambacho hawajaomba. Unawapata kirahisi sana. Wewe niwakumbusheni kitu. Hii section 4 kuna dada mmoja anaitwa Fifi. Unamjua? Fifi. Anazungumza mtandaoni sana. Anaitwa Fifi. Yep. Umemjua eh? Yeah. Section 4 inasema share your knowledge generously. Maana yake ni kwamba ukiwa unawapa watu knowledge bila kuomba, out of generosity, wanakupenda. Yule dada anaitwa Fifi alianza tu kwa TikTok akasema, jamani wanawake ogopeni wanaume. Wanaume ni washenzi, mbwa wale. Anakuja tena baadaye, jamani wanaume msichukulie wanawake poa. Wanawake jamani wanawapigini matukio sema mjui. So umemcheat, so umemfanya madharau. Angalia anachokifanya, soma comment, unakuta comment, mimi nilimlisha maji ya hedhi. Mimi sio nakwambia waogopeni. Kwa hiyo ile pale watu wakaanza kumpenda ule Fifi. Kwa sababu gani? Ameshare knowledge generously. Wanasema ukitaka kuonekana expert, kipengele cha 4, share your knowledge. Teach people what you know. Hata kama uhusiana na biashara, hata kama uhusiana na maisha unayofanya, just waambie tu. Mimi niliwahi kupitia mfano, mimi nilivyoambia watu nimefanya kazi kwenye Minara Sumbawanga. Trust me. It is something so valuable. Mungu ana experience ya kitu fulani. Kwa sababu gani? Nimeshare generously, sijaulizwa. So ukiwaambia watu kitu unachokijua, inachofanya inawafanya wanakuwa mentees wako bila kwenye programu yako. Yaani mtu anakuwa mimi najifunza kwa dada sana. Mimi najifunza, ile inazalisha mapenzi, inazalisha uhitaji. Kwa wanakuwa wanakuhitajia kila siku. Ndio maana ya teach what you know. So cha kwanza wafundishe watu kitu ambacho wanakijua. Ambacho hicho unachoelekeza watu ni out of blue. Ama mtu muuliza, just umekishare generously, inawafanya wanakuwa karibu na wewe. Ndio ile dada alichokifanya, akaenda sana. Akapenda sana kwa sababu out of generosity tukaanza kushare. Wanaume ni hivi. Sasa hivi ana followers, vitabu anauza na hela anapata, na siku kazi kaacha. Kwa sababu hicho kitu kinamleta mbele ya jamii. Cha pili, huo unatengeneza, anasema offer valuable insights. Mfano, anasema kuna vitu ambavyo unaona hichi inaweza kumsaidia labda mwanamke. Hichi kinaweza kumsaidia mwanaume. Inaweza kumsaidia mtu aliyozaliwa olewa leo. Mpishi. So jamani, kama unaanza biashara jamani, cha kwanza kabisa download kitu fulani. Au unataka kujifunza kitu fulani, fanya kitu fulani. Zile zinaongeza value. Kama mwanzo tulisema kuhusu values kinaongeza values. Inapoongeza value inafanya watu wanakuwa close to you. Because leo tukitaka kufanya biashara with just one direction, na post bidhaa, na post huduma watu wanunue, they will never buy. You need to have something to push them waje kuangalia. So kama we can share our knowledge generously, kwa hiyo mtu atakuwa anakuja kwako. Na dada anashiaga sana mtu, mfano kama ndo unaanza biashara unajipanga vipi. Dada anashiaga sana kuhusu labda ukiwa labda unafanya kitu fulani, anashiaga tools, anashiaga labda kitu ambacho kinaweza kutusaidia sisi. Kwa hiyo hata ukija because of your business, atakuja kwa sababu kile kitu.
then anakutana na content ya biashara. Nakumbuka last session ulifanya, ulishare to go content afuka bidhaa. So hii ina push hichi kionekane. Utakuta sales ina drive up kwa sababu you have something kuwaleta karibu. But if hauna kitu cha kuwaleta watu karibu, you just bidhaa unafeli, unaenda kwenye ushindani wa bei. It's all price based thing. Haitakuwa kwenye upande wa value. So kipengele 4, share your knowledge generously. Wewe Nyonyo, mmoja mfano binti anaenda ameolewa leo kwenye maisha. Ana chini miaka 25 kaolewa. Afu kaolewa labda mtu kuanzia miaka 25 mpaka 35. Mwanamume kama huyo. One thing ambacho unajua hata feli nacho lakini karibu ndio ni kitu gani? Tumia nini nimewaza haraka cha kiki. So unaweza kuchukua tu simu ukasema huko kwenye biashara yako. So you share your knowledge generously. Guys, wadogo zangu jamani mliolewa. Kama leo mkaka kuanzia miaka 25 mpaka 35. One thing, huyo kaka bado ana mhemko wa dunia. Kwa hiyo jifunze kitu hichi yule. Kama ni kuanzia 30 kuendelea, jifunze kupika na kukata kucha za miguu na nini. Kwa sababu pale kuinama tena shughuli hamna, mkate kucha za miguu. So vitu kama vile you think is nonsense, lakini trust me, at some point zinakuwa so valuable kwa sababu inakuwa kama vile point of sale. How do I sell? Mfano for instance, mnamuonaga Nifa. Nifa anajua hivi, if I want to sell something, if I want to push something, naingia online anaanza. Akishakata kiuno tu, mimi mtajazana pale kwenye comments, zinakuja hata comment 3000. Then the next post, jamani, abaya zimeshuka ni nzuri mpya. Akiona abaya mwangalie, anageuza, anaanza. Yani I want to find someone to push you guys up. Sisi hatuwezi kufanya vile. What do we do? Point number 4. Share our knowledge generously. Knowledge inaweza kuwa anything you know. Inaweza kuwa some valuable insights, tools, frameworks ambazo zinaweza kutransform maisha ya watu wengine au biashara zao. Lakini pia unaweza ukatengeneza free giveaways, free sessions, free meetups. For instance, mingi kwa mfano, wewe unafanya biashara ya nani ya nini si ndio? Ipo ya nani? Unaweza kusema one day in a week. Ukasema wafanya biashara wadogo wenye mtaji kuanzia milioni au 500,000 kupanda. Njoo dukani kuanzia saa 4 mpaka saa 5. Nitawaambia how to start it. Out of blue, they will show up. Wakija dukani wale wanaitwa walk-in customers. Wamekuja washaona mali, watanunua. Na uwezi kuwapa advice wewe ukaenda kwa mtu mwingine. So kija unamwambia mambo zenu karibu, unaitwa nani fulani? Wewe unasoma? Ndio nasoma. Wewe sisomi. Mtaji wako kuanzia 500,000 kupanda juu ndio. Sasa mimi nilianza biashara, nilianza nilikuwa na mtaji wa shilingi 60,000. Cha kwanza nilichokifanya kikubwa mdogo wangu, nilijenga mahusiano. Kwa hiyo kipindi kwa nimejenga mahusiano. Nadhani ulianzaga na dada ule wa makumbusho Yep. Yeah, ni Waeli. Mimi nilijenga mahusiano na dada nikawa tunaheshimiana. Kwa hiyo nikawa 60,000 yangu ile nilionayo. Naweza kachukua bidhaa hii ya stampo, lakini nikitaka mzigo namwambia tu ananipa kwa sababu. Kwa hiyo cha kwanza wadogo zangu, jengeni mahusiano na watu. Kama leo mmekuja hapa, get to know people. Kama kwa hiyo ile unavowapa zile insights, kumbuka ile ni free session. For 1 hour unakutana na watu mfano 10 au 20 au 30. Trust me, it doubles. Kwa sababu ukitoka pale watasema hivi, yeye dada na monster, na mimi nakwambia. Market. Hakuna marketing tool inayofanya kazi crazily kama word of mouth. Nyonyo sasa nikimwambia dada, unamwona Nyonyo? Pambe huyu, simuone hivi. Mtu wa maana, akiondoka hasahau. Nyonyo ni pambe. Word of mouth ni kama muhuri, haiondoki. It stays there. Ndio maana make sure reviews za watu zinakuwa positive. Kwa sababu negative review kutoka ni kazi eti, you need to work hard. Like dukuru nilimwambia kaka makusudi weka kama mkorofi. It will take hata ukutana mimi first time, you say like maybe because nimwambia ni mkorofi ndio maana alikuwa ana active ile. I'm not sure. So the next time you meet him you'll be like, let me see, bado it's mid 4 time 5th time ndo utaanza kusema it seems nice though, ndo utaanza kufuta. Lakini positive review right away. Ndio maana mteja akisema mtafute huyu atakuhudumia, anakuja kwa heshima kulingana na alivyoambiwa. Na ukiona mteja anapotafuta kwa dharau, kaambiwa kwa dharau. Yule nyewe mchekeche ana shida mikopo vikoba bila anadaiwa, wewe mchekeche atanunua. Dada mambo. Nimekaza na Dr. Huru. Nataka hizi. Unasema shilingi 60,000. Ukiona tu mtaja bei, katapiga dharau.
Mteja anayeambia word of mouth strong one hatajagi bei, anachanganya thamani. Mambo dada, mimi nataka bakuli kama zile, nataka iwe strong vile, yani mimi napenda zile. Hata utaja bei. That means there is value there. Akianza na bei, there is no value. Na yule mteja ulompunguzia kana kuongeza zake anapunguzaga. So share your knowledge generously, teach people what you know, lakini pia offer valuable insights. Kitu hichi kitawasaidia, jambo litasaidia, mkifanya vitu wasaidia. Lakini chingine, you can offer free value, meetups na kadhalika. So dukani pale, if you have space, tafuta siku ambayo you're not busy, dukani pale waambie watu waje. Hata Amina, waambie watu bana, you can just come kama una any skin situation. Mkataba wangu nitaka ukija ofisini kwangu, nitarekodi your session. So when you come, nitarekodi ili tupate social proof. Kwa hiyo Amina, watu wanakuja ofisini kwako pale one time, labda unaofa half an hour. So akija na skin issue yoyote, amekoma kote kapata kaomba msaada kashindikana, wewe Amina, tafuta siku ambayo you're not busy. Sisi Skin by Mina tuna offer 30-minute session kila Ijumaa. Baada ya swala tu, njoo ofisini kwetu. Au kabla ya swala, njoo ofisini kwetu. Tutakupa some insight nini cha kufanya. Kwa hiyo Amina, wakija unaangalia sema, wewe ulikuwa hivi tangu utotoni? Hapana, imekuja ukubwani. So umefanya kwa kipimo, hujafanya. Unampa some ideas unaweza kufanya. Try that, then know. Care is one thing ambayo is so expensive. Kujali mtu. So section 4 manake ni share your knowledge generously, teach people what to know, valuable insights, tools, lakini pia giveaways kwenye masuala ya tools na nini na nini. Naona Agnes kakususa. We are here, now we're going to this one. Now, jamani, kama kuna online swali muulize pia, msisite. So, cha tano wanasema demonstrate real result and credibility. So positioning ourselves kama expert, yani ukitaka kuonekana kama mtaalamu, there is nothing you can say when mtaalamu bila mtaalamu. Mimi ni real estate agent, tuone hiyo real estate yako nani kafaidika. Ndio maana hakuna kitu unachokifanya afu hujaonyesha result and unataka watu wakiamini. Nothing. Personally mimi mwenyewe nimewaambia watu I teach, I coach, I mentor businesses. Nisingesema na charo, mngejua wapi kwamba naweza kufundisha. Sina mkitaa, sina kina Dr. Tota, sina Nifa, mngejua wapi. But kwani uliwatrain wale? Kweli you are a good teacher. Lakini if I don't have anything to show off, then wewe ni muongeaji. Wanasemaga wazungu talk is cheap. Kila mtu anaweza kusema I am good, lakini in reality you're not. Show us what you're good at. So kitu cha 5, make sure you demonstrate matokeo. Matokeo nyonyo kuanzia kwenye bidhaa yako, mahusiano ulionao na watu, ushirikiano wako na wateja wako, na watu unaowasaidia extras kama kwenye unavyoshare knowledge, wale watu wanaofanikiwa. Sema wewe sasa hivi nyonyo, ningekuona umepost content sema jamani kuna mdogo wangu alikuwa anakuja Dar kila siku anaomba ushauri, nilikuwa na post hizo video. Sasa hivi kafungua duka lake, yuko Dodoma au yuko Morogoro mjini pale, mumsupport mdogo wangu jamani pale. Katoka wenyewe tumemlea wenyewe, sasa kafungua duka lake. Account hapo mumtagi huyo hapa jamani, waambie kitu. Jamani sana la nyonyo. Ile inaonyesha wewe mtu ni credible. Like really mfanya biashara umemsaidia mtu mwingine. And kama amjaelewa concept, hepi unamkumbuka Jesse collection ya Kariakoo? Namkumbuka. Jesse the only thing nilimwambia nikamwambia push wadogo, wewe utakuwa. Nitakuonyesheni, nitatuma kwenye screenshot kwenye group utaona. Jesse ule pale, ule Jesse wa Kariakoo. Unamjua Yeah, nilimwambia push wadogo. Hakuna kitu kinawafanya watu wanafungua mioyo. Seeing the giants wanamsaidia mdogo. Oh jamani, you care that. Jesse akawa huyu nani yetu yuko Dodoma, mumuoneni. Ile ikawapush watu karibu. Kwa sababu gani? Wengine wana idea kwamba maybe na mimi utanisaidia. Kwa ukija kuelewa biashara is like this. Samson anaonyesha online. It's like this. Then
biashara like this, then your customers are only 20% of ile namba yote ya followers. So mfano una followers milioni 1, only 20% wateja wako. The others wako pale kama social proof. That's why Coca-Cola kila mtu anajua, lakini not everybody drinks Coca-Cola. Because namba kubwa hawa ndo wanapusha waendelee kununua. Ukitaka kuamini hawa hawana kazi, sio wateja, lakini wana muhimu, waondoe hawa basi wateja wanunue. You need to have hawa ili hawa wanunue. Ndio mtu anakuambia mimi nina followers hivi, tuzungumze mfano mtu ana followers 10k, anaje kufanya marketing. Do you have to post every day? I have 10k followers, naomba jamani nimeleta simu nyingine, wanakuja kununua. Because 10,000 people. Hiyo unajua 10,000. Tuwapange mstari hapo 10,000 nafika hapa. Kigamboni kulegeza, si ndio? Tukiwapanga hivi tunafika Legeza. Na maana kama tayari na watu 10,000, that means sina haja kufanya sponsor, sijui nimpe Juma Lokole, sijui collaborate na watu. I can just say mzigo mwingine. Watu 10,000 mmoja atakosa mahitaji. Why do we always have to advertise? Kwa sababu out of 10,000 people, only 20% ndo possible customers. Katika wale possible customers inategemea wako tayari kwa muda huo kununua, wana hela kununua, wako katika mazingira ya kuweza kununua. It depends. Kama hawa katika mazingira ya kununua, through hawa 80% ambao sio wateja, hawa ndo wanashawishi wengine waje. That's why sasa hivi ukiona sehemu yote imefunguliwa, watu wanasema kuna sehemu imefunguliwa nzuri hiyo. Ikoje? Nimeona ile simu yako hadi Juma Lokole kaiposti, nimeona nani kaenda, nimeona Dukoro kaenda, now I can go. You see, through others na mimi naenda. Ndio maana huko kuna watu wachache sana duniani ambao wanaenda sehemu mpya. Yaani ni wale wanaitwa super introverts. Yaani wale wanapendaga ni hii sehemu ina watu wengi ndio wanaenda. Lakini majority mpaka waoneone. Umeenda, ni mkono umeenda pazuri, subiri niende weekend hii kwa sababu ya hiyo influence. Ndio maana kwenye social media you need to create content to buy other people's influence. Ile mteja wako mmoja anunue. Hivi nafikiri BMW zimeanza leo. Mercedes kaanza leo. Sijui magari sio ya Range Rover yameanza leo. But why Watanzania tunaona leo kama vile washamba? Because of influence. Wengi wanasema Range Rover ni unyama. Oya, mimi naona Range Rover. Hapana, Range ni unyama because of other people's influence. Not because sisi ni wateja. Sisi ni wateja ambao tuko ready mpaka tuone watu wengi. Hata sasa hivi mimi naweza nikanunua mfano Acura. Ni gari nzuri sana. Lakini Tanzania kwa sababu ina influence. Gari gani? Gari jini Acura, gari gani? But watu wengi wakilizungumza linapanda thamani. Land Rover zilikuwa zimepakiki ndani. Mbona kuna mtu mpango nalo? Majority walisema tu Land Rover Festival wewe zilitengenezwa. Kipindi kile mafundi gari walipiga hela. Fundi garage, piga bodi rangi, piga nini zikarudi mjini because of majority approve. Kwa hiyo sisi tunachokifanya kwenye social media, we want these people to approve us ili hawa waendelee kununua. Ndio maana social media ukisema I just want to go the former way, you'll stuck. Go the other way. Mimi nataka niposti bidhaa zangu, nitangaze, niuze, sitaki maneno mengi, utastuck sana. Na utaambia kusema, mbona hujanunua? Niliona, nilisafiri kidogo mama alikuwa anaumwa, lakini kirudi nitanunua kwa sababu hajapata society approve. Like hivi nyonyo, sasa hivi mwingine anauza nguo za harusi. Ni Dukoro peke yake? Hamna, wako wengi. Eti watu wanunua wapi sana zaidi? Wanaona kwa Agnes. Agnes ni yupi huyo? Ana account Instagram. You see, anaangalia jamii inazungumza nani? Ndio maana siku zile niwapa simple idea. Tengeneza vijana wako ambao wana kazi. 20 of them. Au 5, waambie kila mwezi, kila wiki nawapa voucher, nawapa hela kula. 50k. Wale vijana tengeneza group la WhatsApp. Waambie tu ukipost ile kazi yake ni kutuma kule wanaenda kuengage, utaona kama uuzi. Do you think kina Nifa ile comments zote ananipata ni bure? Nifa na team. Akipost tu engagement hiyo, unaona sasa hii jamani wewe imekuwa. You see? Because you've seen it. That's how you go. Wasafi, Diamond ana team, ana group za WhatsApp. Last nilikuwa naongea zilikuwa kama 200 group za WhatsApp. Na group moja kipindi ilikuwa na watu 275, si 256. Ilikuwa group inaisha 256. Nao ina watu 1000. Group 200 kwa watu 1000. Akiposti ngoma YouTube hivi, dakika moja 1 million views. Amenunua hajanunua, is very strategic that guy. Do your business, tengeneza team. Vijana wako wanakuwa na group za WhatsApp chat, kunaambia wadogo zangu sikizeni, nyie hamnunui, hamwezi kununua. Ila nyie waonyesheni watu kwamba mimi ni top in town.
Yaani hakuna kama nyonyo. Kwa hiyo unachokifanya ukipost tu content yako, bidhaa yako, kumbe kazi yenu ni kuengage. Kwa hiyo wanapost link kule. Chap kuna comment, dada umetisha, nzuri sana. Hivi duka liko wapi? Sasa wengine wakasema mbona nakomentiwa sana? Itakuwa ndo maana because of society approve. Ndio dunia tunaoishi sasa hivi. Ukisema mimi namdate Dukuru, yule mshamba, anasema simtaji kokote. Watu wanasema mshamba. Mimi namdate Dukuru. Kuna Dukuru? Shoga yangu, umeona? Kwa sababu kuna society approve. Inatupush sana. Ndio maana sisi we are not proud of our kids, our wives, our husbands, our mothers. Kwa sababu gani? Kuna society approve. Mtu ana IST chake amekichanga amenunua, haiko proud, yuko sasa yangu IST. Wakati kuna watu wana Range Rover IST, god damn it, this is my IST. Nimechanga ila mwaka mzima nikanunua, so what? Paki range na paki IST. Kiwasha mimi nawasha. Wote tunakaa tunatembea kuta. Kwa be proud of what you have, lakini kwa sababu ya society approve, we are not proud. So ukitaka kutrick in marketing au kwenye kukua, you buy other people's influence ili kumpata the right one. That's why kwenye kamari, kwenye utapeli wanakutaka wewe, lakini wanampa ushindi huyu. Na wewe kibeti utashinda kama Riko. Beti wewe. Na wewe ukija utafanikiwa kama huyu, lakini you are the target. But we are using him to lure you in. That's how marketing is. Ndio maana nikuuliza swali. How long nyonyo na namba yako ya simu hiyo? Huyu ana namba ya simu yake tangu 2008 ya Tigo mpaka leo. Hajawahi atapata habari sasa kutoka Tigo imeshinda 5,000. Hajawahi. Hata kila siku watu wanashinda magari, wanashinda pikipiki na nini. Why? The idea ni kukuonyesha kuna ushindi, uendelee kuspendi, wao wapate hela. That's how marketing is. It's the equilibrium. Like, we want you, but we're not focusing on you, we're focusing on this one. It's the same technique. Ukija na rafiki yako, afu mimi nataka ni kutoe auto wewe, najifanya. Kwa hiyo mambo kwa nasemaje, biashara vipi? Mambo yanakwenda sawa. Unajua mimi nilisafiri mara mwisho kwenda Canada, wala kwa biashara, lakini my target is you, but I'm focusing on you. You know this, eh? That's how marketing is. You focus on this group, but eventually this is not the group. That is the group. Focus is here. Ndio maana Diamond anajua hivi. Ili nyonyo anunue muziki wangu. Zimariko ukomentie. Na people are paying people to do that. Simple tricky. So ukiona biashara mtandaoni kuna followers milioni 1, tena hakuna watu wanao struggle kama ni followers wengi. Ndio maana wananunuaga watu. Hata kina Konde wale. Nafikiri angebaki wani. Mimi nikuuliza swali nyonyo. Unampenda nani wewe? Mchezaji mpira? Mwimbaji? Mwigizaji? Nani unampenda mtandaoni? Yaani unampenda na mkubali sana nani? Maana yake ni kwamba yule mtu anayempenda hawezi kuwa consistent kwa kila siku. Na kila kipost ni comment. Sisi sina kazi za kufanya. No, we are paying other people to stay consistent with our pages. Hata mimi can do that. I can create a group na wanawalipa kule. Mtumie form sini admin. Kila na watumia voucher. Ni usikome voucher, futari na watu na wafuturisha. Kuko na timu yangu na timu Dukauru. We can do that. Kwa hiyo sisi tukipost tu wao ndio kwanza kuruka nayo. Nyinyi mkiangalia sana, wewe ana engagement huyu mtu. Sio mchezo. Kwa unapata tenda za makampuni, tena na mataasisi. Ndio maana sasa ili unielewe. Kama kuna mtu mmefanya biashara na influencer yoyote haujapata matokeo, uliza. Mimi mchukua mimi nani anitangazie? Sijauza. Because ile influence ni ya kununua shoga kidawa. Ushampaka msanii kutangazia unaona siuzi. Because ile influence yake ni ya kununua. Ndio maana ni bora umpe creator mdogo. At least uulizwe maswali. Kuliko mpe ile influencer mkubwa, macro influencers. Hauzi. Sababu wale wananunua ku maintain that number is there always. Jamani kuna mtu ashafanya kazi na influencer yote na hujauza. Ndio kuna watu wana natural engagement kama Lulu Michael. Lulu Michael ana natural engagement. Gigy Money ana natural. Ndio maana mtu akiniambia fanya kazi na Gigy Money, fanya na Gigy Money. Hilo ovyo sana. Ovyo ndio wanaangaliwa. Hivi nafikiri mtandao watu wanataka vipi maana? Nataka vipi maana Gigy singo na followers wengi. Juma Lokole singo na followers wengi. Masha singo na followers. Watu wanataka vipi vya ovyo. Kwa Gigy Money hanunui. Wale ni wake wanararuana mle ndani ndio wamekaa. Lakini wengine wote wana maintain zile kwa kulipa.
na kuna watu wanalipwa hizo kazi. Mfano, sasa hivi mkiniambia mwalimu, tunataka mtu atuprintie bajaji. Kuna mdada mmoja huyo anamiliki bajaji Tanzania nzima. So za kwake yeye ana connection na bajaji zote Tanzania nzima. Kumwambia nikie mabango ya bajaji Tanzania nzima. Simu hii kote unabadi. Hapa mjini. Mambo ni mengi. Na kuna mtu anamiliki wa commentiji mtandaoni wote anawajua. Ndio maana ukitaka kuamini, angalia mfano Futari Studio ya EFM, Futari Studio ya Wasafi, Futari Studio kuna watu wanalipwa, wanasema sasa kalipwa kwa sababu gani? Yule ana namba za watu nyuma, anakuambia mimi bro. Si unataka kama kuna juzi nimeambiwa kitu kingine kipya. Bongo movie huwa wanakodishaga venues za kuigizia. Si mnajua gani? Kuna mtu ndo ana connection na hizo venue. Yaani wewe mtu mmoja. Ukitaka simu yako ikodishwe, unamcheki yeye. Anakwambia hapo unaingiza kwenye list shilingi ngapi? 300,000 kwa siku. Siku nzima kwa tunashutia nyumba nzima. Hapana, sebuleni na jikoni. Ikoje Palm Village hapo. Kwa hiyo yeye anaambia tu hivi, kuna scene na shutiwa ya Wema labda na Salumu ile, sijui ile Gabo Zigamba. Tunataka simu ambako ni cozy, imekaa vizuri na nini? Anatuma picha zile, anasema tunataka hiyo. Nini ile anatumwa la pap, anaomba commission yangu anaweka mfukoni, anawapeleka fungua. Watu wanashoot wanasema. Mbona mjini kule? Kwa hiyo huwezi ku maintain namba ya watu without having other people's influence ile namba ibaki. Kuna watu mko mtandaoni mnamwangalia Nifam comment. Kwa sababu mnakuwa mnastaajabishwa na ile engagement yake. Udada na engagement, udada na followers ile, nyinyi ndo target. Wale ni kuwavuta nyinyi. Si umeshaelewa concept? Jamani tunaelewana? So demonstrate real result. Onyesha matokeo. Hapa anasema onyesha matokeo. Zungumza success stories kutokana na kazi zako na personal achievements. Mafanikio ulopiga nini? Watu wanapenda kuona. Dukuru sasa mnaanza ofisi kubwa. Sasa mnaweza mka capacity kubwa, mnatengeneza studio, vitu kama vile. Kwa hiyo na kama umemsaidia mtu amekuwa, umemtatulia tatizo lake, umebadilisha maisha yake, onyesha. Iko hapo. Ndio nilikuwa nasema, share somehow umemsaidia mtu, umempush mtu kaenda. Show that it. Kwa hiyo ni expert. Experts huwa washindani na watu. So when you help others, you say, wewe ni expert kwa kweli. Yaani ndio maana uweze kupata competition kati ya sijui huyu mtaalamu na uweze kuta. Wanakwepaga ushindani. Kwa sababu the more unashindana na watu unaonekana wewe sio expert. Sasa Dukuru una mashaka gani? Show us what you do. Wewe usimhofie, wewe fanya unachokifanya. Ndio maana hata mimi si entertain ushindani. Na mtu akitaka kushindana mimi na haribu malengo. Yaani akianza kufanya mambo matatu na atoka kule, mimi sifanye mambo matatu. Mimi ni fujo tunapika hapa jamani, nyama ile hapa. Stari ina kuharibiani, sitaki mtu ashindane na mimi kwa sababu I'm not here for competition. I'm more than that. So if you're just copying my ways na kuvuruga. Unavuruga ile kitu kwa sababu mtu akianza kufanya there is you and there is that. Watu wanapenda sana ushindani. Wanapush ule ushindani. Wakiupush ushindani, lengo ni kuwashosha nyote. Lengo la ushindani nyote mshuke. Ndio maana Diamond siku hizi mjanja sana. Anakwepa kwenye ushindani. Ushindani unakushusha. Yaani tutaona sasa hapo Ramseki na Haifa wakikubali ule ushindani wote yeah. Unashuka wote. Tukubali tuongee ukweli jamani kwa kimasomo for education purpose. Nifa kwenye ile level ilikuwa mwanzoni au kashuka kidogo? Eti nyinyi mnasemaje online? Kwa nini kashuka? Ushindani na kina rest. Usikompete na mtu hadharani vile, haitakukalisha muda mrefu. Never do that. Mimi kuna mtu alinibully, akatengeneza content kabisa. Kama sijaona. Ukiruhusu tu ushindani unashuka. Yes. Yes. Ushindani sio ku entertain. Unakaa kimya. Wewe unazidi kukua. Na wewe entertain unashuka. Expert. Nani alikuwa kwa juu? Nani alikuwa kwa juu? Nifa. Unaona?
unashuka kwa sababu wewe ukishaingia kwenye competition utafelishwa. Never compete. Never. Ndio maana kuna watu hata wanasiasa hawapendi uongozi wa kugombea. Unakushusha. Tunakumbuka Mheshimiwa Makonda aliacha kwa mkoa wa Dar es Salaam kaenda kugombea Kigamboni kapotea. Yaani ushindani wowote ule, lengo la ushindani ni kupoteza nyote. Hasa kama unafanya vizuri kishindanisho na watu, epuka, kimbia. Kile time mtu kuna nyesheni mnaondoka. Yaani kwepa as much as possible. You'll stay there. Ni sana mtu ambaye anaongea sana, you don't need to know anything from them. So hata akitaka kuongea, usiongee. Lakini ambaye anakwepa kuongea kila siku, aggressive, mbona uongee kitu? Tunataka uongee, kwa always anakuwa ana value kwa sababu mbona usemi kitu? Just keep quiet. Mimi siveta mtu akisema hivi, Mange akakupost guest. Na mimi nitaenda comment atakimya. Sasa wanataka tuone jambo analizungumzia saa ngapi. Yaani sasa hivi Nyonyo ningetaka kupeleka mjini wewe sasa hivi. Na kuongeza kwenye kesi ya Nandi na Bilnas. Sasa Bilnas anadanga na wewe. Na ile biashara pale Bilnas kaka hela yake. Afu na wapa udau kwa post. Okay, post tushajua bana Bilnas anakopeleka hela. Yaani wanaume wana shukrani, anapewa hela na mke na nini anapeleka kwa mwanamke mwingine. Yaani hivyo afu unaonyesha wewe. Alafu ili uendelee kuwa hewani, usijibu comment hata hii. Bana dada Nyonyo Anifa, tumepata skendo nyingi hapa mjini kwa biashara nyingi. Bidhaa zetu ni original, tunachukua toko. Vipi kuhusu skendo ishia? Mbona aongee anajishia uko na followers zinakuwa kubwa, unazidi kutrend because you're not talking. Sasa zungumza. Ndio maana kuna celebrity Ulaya hawajustify kitu wanachokifanya. Wewe sema unachokifikiria. Ushamsikia Kim Kardashian akisema I'm sorry guys for my porn videos. Kim hata mpango na ile porn video kwanza izungumzie. Mimi ndo mzungumze, si ndio? Na ili trend the whole universe waliona. Haje kusema na ana mpango vita. Ingekuwa ni Bongo, angeita press conference. Kwa sababu gani? Kwa sababu you're not talking about it. So people are curious like why are you not talking? Why are you not talking? Ili inafanya tuendelee kufuatilia, you stay there. So ukicompete you are falling down. Never compete. It makes you irrelevant. So kingine kwenye demonstrative results wanasema leverage testimonials, recommendations and reference to build reputation. Maana yake ni kwamba tumia shuhuda za watu, testimonials. Tumia recommendations kujenga reputation yako. Na wewe pia msisite. By the way, hii ni assignment 1. Takumbuka Assignment 1, Agnes inote pembeni nitampa Samson. Assignment 1, assignment ya kwanza. Out of generosity, go on your Instagram account. Share out to another account. Hata kama hujui. Yeah. Yes, it's weird. Amna mtu anafanya hivyo. Just wait the week. And like wewe tengeneza content. Either umemwambia, hujamwambia, utamcollaborate ata accept, lakini sema tu. Jamani wapenzi, truth be told. Hapa Instagram bana hii account inaitwaga Skin by Mina. Dada anajitahidi jamani. Yaani mimi ningekuwa mteja, ningeenda kwa dada. Yaani anajitahidi anapanga vitu vizuri, it's lovely. Through that recommendation, other people wanakuona wewe ni mtu genuine. No. Nilikuwa nataka kusema hivyo ngasema mkasema ndio nimefusu. Nyie mnaweza mkaamua mfanye wenyewe kwa wenyewe. Mkarekomendiana. It's good to recommend others. Kwa sababu kila siku ni wewe. By recommending others inakufanya na wewe unakuwa relevant. Yes. Yeah. Unakumbuka ile video mlifanya na kina Amina hapa? Kuna video yako ambayo imezidi ile pale? Haijatokea. Hata sponsor ikuti pale. Sasa angalia content imefanya engagement kubwa vile afu na promote. You see inakuwa na double result. Sasa content umepost sasa hivi na promote hata ina engagement. Yes. Lakini usikae ukasubiria matokeo. Yaani lazima tufanye ile wagon wheel of market. Tuna njia 7 za kujitangaza. Moja ya njia pia na moja ya assignment tunawachia leo ni kwamba anza kuallocate budget ya kuweka bango kwenye mabajaji.
Anzeni tenga budget kabla kwenye bajaji. Nitakwambia kwa nini. Sasa hivi unatokea ushindani wa kweli. Hamna ushindani sasa hivi, ule unaanza kutokea. Mfano, Mayfair pale, Wachina wameleta bajaji zao pale Mayfair. Na Wachina hawaweki bajaji bango nyuma. Bajaji zima inakuwa na bango lao. Wachina wamechukua matangazo ndani ya treni ya SGR. Tangazo pale ni milioni 14. Wewe huwezi lipa, Mchina analipa. Wachina wameenda Kariakoo kwa kina Happy huko. Happy huko hapa tawaambia. Wanamwambia mwenye nyumba, how much I paying you? 2 million. How long? 1 year. 1 year, 2 million. I'll give you 4 million. 2 years. Mwenye nyumba tampana? Anampa Mchina. So Mchina anachukua Kariakoo, Mchina kachukua Palm Village, Mchina kachukua Mlimani City, Mchina anachukua every. Sisi tumzidi kwenye matangazo. Last hivyo, hautamshinda Mchina taichi. Bei humwezi, kushusha mzigo humwezi, kwa sababu yeye anapewa na viwanda, wewe unanunua. Unajua unapewa mzigo kauze. Ongeza mwingine anaongezewa. Wewe unaenda kununua kukoteza. Wanatengeneza wenyewe na viwanda, yani wao wanapewa na viwanda. So ananunua. Nyinyi chukua container 100 hizi kajaribisha. Kwa hiyo anakuja Afrika kutest soko na container 100. Hivi unanielewa? Ana test soko na container 100. Mchina anakuambia kile kitu 3000. Be honest, kule kitu 3000. Hichi kibakuli 3000, kijiko 3000, sufuria 3000, kimeza 3000. Kinini kile? Wewe unaweza ununue dustbin kule shilingi 700, uivushe ulipe ushuru uleta uuze 3000 na kichaa. At least 7,000 10,000. Yeye anakuambia kile 3000. Uweze kushindana naye. Ndio maana ukitegemea mtandao peke yake, very soon hii rekodi mtapewa. Very soon utasikia kwa Instagram. Kariakoo, you come to Kariakoo. It's a good dera, yes, dera, come. Utawasikia Instagram wanafanya sponsor. Ndio utajua jamani wachini biashara. So before uanza ushindano unajitokea namna hiyo, anza kujitanua. Uwe na Instagram, uwe na bajaji, uwe na creators wadogo, uwe na sources za kujitangaza nyingi. Kwa sababu kishaingia Instagram, wewe utakatangaza $2. $20. Utashindana naye. Yaani tutamweza. Kwa hiyo ushindani sio kukimbia, ni kujiongezea mbinu. Mbinu moja hapo, tuanze na bajaji. Toka bajaji tutafanya vingi, lakini tuanze na bajaji. Bajaji ni simple, 30,000 kwa mwezi. Basi. Alafu unaliprint. Kwa gharama ni kuprint mwanzo tu, lakini ile mwezi shilingi 20,000 nitakushinda. Yes. Kwa hiyo tutaona nyumareni. Ukiona na Instagram combine inaongeza force. So conversion number itapanda kidogo. Awareness itaenda kujenga haraka. Yeah. Na hiyo sponsor anafanya kitu, don't subiri matokeo kwa. Soko litakuja kuwa ngumu kuliko mnavyodhani. Kwa sababu hapa nikwambieni, Mchina tukaja tumesikia stress. What if Afrika Mashariki ifunguliwa? Hivi kuweza? Ukitegemea mimi nafanya Instagram niuze, my dear, utapata hela kununua chakula, kodi utafukuzwa. Nafanya Instagram niuze, utakaa hapo sana. Sasa hivi biashara inataka real investment. Unaweka hela kila unakaa ndani. Baba, salamu marehemu jana mama Mungu. Umerudi kuliko na watu basi. Yaani unasalimu ndani ile irudi. Kwa sababu sasa hivi biashara inataka wampige simu wananunua. Wamenunua afadhali. Yaani nataka hivyo. Na watu watachanganyikiwa, subiri utaona. Kwa hiyo utakuta barabara anaongea peke yake. Anatukana watu tu. Ushapita kwenye foleni hivi, afu kamchomkia mtu kidogo hujamgusa, akashusha kio. Mbona ukakasirika sana jamani? Ni kwa sababu frustration imekuwa at this level. So inabidi tuwawahi kwenye. So section 6. Section 6. Pole. Section 6 anasema practice public speaking. Practice public speaking, na hii inakuja at hand right now kwa sababu we need to create content. So you need to at least have communication skills. Aya, kuna nani nadhani alisema hicho kitu, Salome, kama sikumbuki, Sally na wengine wote. Kama hauwezi kufanya content kwa sababu unaogopa kuzungumza mbele ya kamera, haya ni mazoezi yafanye Salome. Zoezi la kwanza, kuanzia muda huu tunaoongea Salome, mtu yote akutumia text hata kwenye Instagram, kwenye WhatsApp, usimjibu kwa text, mjibu kwa voice. Psychologically mtu anaogopa kuongea mbele za watu, sauti yake ubongo haujairekodi.
Every time akiongea ana sound weird. Na koroma kama kibesi, anakuwa anajishtuka kwa sababu ile sauti inakuwa ni haijakuwa registered kwenye ubongo wake. Ushasikia kitu kinazungumzwa mahali kama unazungumza ukasema huyu ni sauti nani? Ni fana ya kwangu si ndio? Yani unashtuka kwa sababu your brain knows your voice. Kwa hiyo ubongo wako hujui sauti yako, kila saa ukizungumza unaogopa, unaacha. Akianza tu katika vitu na jamani, hivi wanawezaje? Kwa sababu your brain ina treat sauti yako kama strange voice. Kwa hiyo ili kuifanya ubongo wako ukariri ile sauti, mtu akitumia simu, mambo dada, unapatikana wapi? Tunapatikana Kinondoni, koma, si nini. Unavyo record more voices, unajikuta unakuwa familiar na sauti yako. Nakwambia njia za kufanya. So cha kwanza voice, unajibu watu kwa voice note ili uweze kupata hiyo capacity ya kuzungumza. Cha pili, step number 2, Salome. Kila siku ikiisha, chukua simu yako, usirekodi. Eka eneo la kamera, usirekodi. So unajiona selfie. Say something you appreciate about the day. That's it. Kama kweli you want to change, if you really want to change, do that. Ina help. Yani huwa tunatumiaga kioo, lakini sasa sijui kama kioo unacho nyumbani na uhakika simu unayo. Tunatumia kioo, tunasema mbele ya kioo, unasema me I'm thankful jamani, the way mimi mvumilivu, niko humble. Ndio maana kuna dada mmoja yule mama Marekani anasemaje? I wake up in the morning, I brush my teeth and I go and I lean forward and I say pretty bitch. Kwa sababu gani? Kioo kinasaidiaga kutoa zile self insecurities. Yaani unakuwa like mimi nikoje, kioo kinaondoa sana kile kitu. Ndio maana watu wa sales na marketing practice yetu ni kwenye kioo. Hello, my name is. Mpaka unapata ile lengo. Sisi tulifanya sales kwenye kioo, unafanya kwenye kioo mpaka uelewe. Unazungumza mpaka uelewe. Kwa hiyo mara nyingi kwa sababu kioo huna uhakika, chukua simu yako, eka selfie fanya. Unajua ukiangalia sura yako unafanya inakuwa kubwa. Slowly mpaka unaanza kuzoea pua yako, unazoea macho yako, unazoea mdomo wako, unazoea sura yako. There you are. Hivyo. Salome, unanisikia? So anza chukua kamera yako. Chukua kamera yako. Jionyeshe pale. Afu say something you appreciate. Kama kamera inakuwa mtihani, you have kioo, soma mbele kioo, sema. Itakusaidia kurekodi. Wewe huna shida hiyo. Nyonyo huna shida hiyo kabisa. Ushavuka huko. So ya kwanza Amina, rekodi sauti. Ya pili kamera appreciate kitu kwenye kamera yako. Step ya 3 Amina, Salome, step ya 3, record a simple video. Ile unavoje appreciate, record a simple video. Record for 10 days consecutively. Siku 10. Alafu ikifika siku ya 10, angalia video ya 10, afu angalia na video ya kwanza. Alafu rekodi video nyingine, sema nini umeimprove. There you are. Tukua tarisha za kurekodi. Simple as that. Inaanzaga hivyo. Sawa Salome. So practice public speaking, anasema jifunza kuzungumza mbele za watu, elezea mbele ya kikundi, seminars, community events, hata kwenye kikao cha familia. Kuna mtu kwenye kikao cha familia sio kama bungeni anafanya usinione mimi bwana mstaki. Yaani wewe hujiaminiki ndugu yangu. Bila public speaking you can't do it. You need to know how to speak. Hata kwenye kikao cha familia. Okay, mimi na ushahidi hapa jamani. Baba shikamoo, uncle, nakuona. So ukianza kuwa vile na confidence, the only way you can convince me buy this bag for 600,000. Hivi unajua kumwambia mtu hivi, hii handbag laki 6. Hivi unajua ni utapeli plus roho mbaya plus ujasiri. Kuchukua hela mtu sio nyepesi ujue. Ndio maana mtu akwambia hivi, nyinyi unapata lako rahisi, mwambie njoo duka ni hili hapa, ndio biashara hii. Niletee mauzo yangu laki 4 kwa siku, ondoka. Kama ataingiza tamia. Sio rahisi. Usipokuwa na public speaking, ile guts ya kuzungumza, you can never sell. Naweza. Yes. Tuna practice kuanzia kwenye session hizo ili nilipomwambia Salome, then wewe unaongezea, anza kufanya live Instagram. Sub live ni interact, yani ni live interaction.
Yes, umeona? Anza kufanya live pale. Pale sio unakuja mtu mmoja, wawili, watatu, watakuzoea kuja 20, 30, utakuwa unaongea. Wewe unapatikana Kinondoni ndugu yangu, kwa unakuwa comfortable kujibu watu. Back and forth, back and forth. Ile inajenga uwezo. Utashangaa siku moja tu unapewa mic, elezea. Hebu huko nyuma tusikilizane, kaeni kimya. Sasa unakuta umeshakuwa confident. Ndio maana zamani walikuwa wanasema shuleni ni sehemu ya kupractice kipaji ili ukikua ukifanyie kazi. Sema shule zetu wanatupa tu attendance na kuandika notes. So jifunze kuzungumza mbele za watu ili upate confidence, lakini pia ili ujifunze kuzungumza, record more videos on Instagram. Zungumza kuhusu trending topics, zungumza kuhusu innovative ideas, zungumza kuhusu features, zungumza kuhusu chochote. Unaweza kwa watu kamera ukasema, hivi jamani, hivi handbag zilikuja sasa hivi hichi kizipo cha nje kina kazi gani? Mimi sionage kama ndio unaifanya mimi msema. Just share something, utaona confidence inaongezeka. Record more videos on social media inakuongezea confidence. Confidence inakuwa. Yes. Unaona unapokwenda vile ukifanya muda mrefu utaona your camera says, "Hey, turn me on your face." Utageuza mwili. Unajua wale wanaanzaga na rekodi maeneo hivi bila kuonyesha sura zao. Mwisho wa siku kifika, sijui inakuwaje, automatic instinct inakwambia kitu kamera. So guys, yeah, kwa hiyo ndio nimeonyeshani hapo, automatically it turns on your face. So yes, start however, but record more videos. Yani ukionyesha vitu, unaonyesha barabara, don't care, but keep recording more videos. Yes. Thank you. All right. So, nazungumza hapa in very sensitive way. One, if you want to maintain a personal life and business life, number one, uwe na mtaji. Una mtaji, you cannot maintain that. I tell you why. Ukishusha mzigo sasa hivi, let's say a handbag. To be honest, wewe sasa utashusha mzigo pesa ngapi? Handbag nzuri kama ya kwako, utashusha pesa ngapi? Chache. That means if you want to sell them quickly, you have only one advantage price. Kama nishushe bei niuze haraka, utapata faida. Yeah. So sasa hivi we are selling our business through our identity. Si mimi duka huru mnijui. Guys, please support me. Sasa number 2, ukisema sasa hivi kwamba okay, nitawapa watu record, not me niuze, right? Do you have that budget kuwapa watu wa kurekodi? See, utasema Masha tutangazie, Nora tutangazie, si nani? So you need to pay Masha, you need to pay Nora, you need to pay. You see? Yeah. Kwa hiyo ndio maana tunasema the only way we can start is by using our own identity. Then baadaye change your life. Umeona kina nani ule kina Okadeka. Okadeka umjui kwa sababu ana mali. Yule anashusha mzigo anasema wao ya check bei. Ile if you have enough capital, by all means become anonymous. Na mimi nakusupport because tukitaka influencer tutawalipa, tukitaka sijui content creator tutawalipa, tukitaka sijui plan tutalipa watu wafanye on our behalf. Lakini kama hauna mtaji wa kutosha, my dear, go front. Show yourself. Ndio maana mtu anashindwa kuelewa concept. Anasema ujiposti mtandaoni, utashindwa kuisha kama maisha yako. Acha biashara. Acha biashara. Lakini kama unataka kujiposti mtandaoni, unataka kuonekana na kadhalika, afu na mtaji, yule pesa sana. Atakwambia sisi tunataka content ya kurukaruka. Masha, kurukaruka shilingi ngapi? Milioni 2. Lazima milioni 2. Kurukaruka, anarukaruka. Tunataka mtu kusema kitu fulani, tunampa. Tunataka mtu kuposti social media, tunawapa. Lakini kama hauna hiyo budget ya kuisambaza kwa watu, go front. So in order to become anonymous in business, you need to have capital. Kama kina GSM ndio nyama zulia, Amal Carpet. Wale tumuandikia plani tukawapa wakasema okay. Kwa sababu wana hela. Piga simu watoto wakaja, tukawapiga simu watoto wakaja, wamepewa mkataba, wamekubali, matangazo yakaanza. Saidi hajaonekana, ile Saidi ule mwenye jicho bovu ule wa GSM. Ndio mwenye hii Amal Carpet. Unamwona? Ndio mwenye Paparotti, mwenye ndio LC wa Ikiki, na mwenye De Facto, na mwenye Hisense Tanzania, na mwenye Bottega. Lakini haonekani kwa sababu ana pesa, akitaka tangazo analipa mtu, akitaka sio anafanya hivi, akitaka mkakati analipa mimi. Kwa hiyo yeye anajua kabisa kwamba with my money things will move. But sisi hatuna mitaji.
Mbidi upande wewe. Lakini jana ungekuwa na hela, nyonyo pale unamta Masha. Hii unampa hela, lakini sasa hauna mtaji. Huwezi. Kwa kama hauna mtaji wa kutosha, wewe ndo unakuwa wewe ndo mcheza mpira, wewe ndo kocha, wewe ndo kila kitu. So if you want to become anonymous, build your business, build your capital, ikishakuwa kubwa, kidari taratibu jitoe, anza kuwafundisha watu kufanya content on your behalf. Ukifanya content, then umetoka. Watu wanasema tu biashara imekuwa kubwa. Unamjua? Mimi namjuaga. Huyu wewe wa sasa hivi, wa zamani tunamjua dada alivyoanzaga. We know her. Hata akina nani wale wameanza hivyo. Nani ule Antoine Stanch na Sachko huyo. Amumjui? Yeah, kashakuwa anonymous kweli. Sachko alianza hivyo. Sachko alikuwa anajipost yeye, sasa hivi ajipost tena. Sasa hivi ana biashara ajipost tena. Utajikuwa. So practice public speaking, zungumza kuhusu trends na kadhalika. Na kama pia unaweza kuwa unaandika articles, unaandika kabisa article kwenye social media. Hapo singine unazielezea, au unaweza ukawa unashiriki katika panels. Kuna panels mbalimbali zipo, unakuwa unashiriki ili kujifunza kuzungumza. Bakiti ni extra. Baadaye nitawashirikisha kwenye panels. Kuna panels nitawa-invite mwa mnashiriki, lakini for later. Kipengele namba 7, hichi cha muhimu sana. Jenga network au community. Jenga network au community maana yake ni kwamba wanasema surround yourself with mentors, peers and aspiring learners. Yani, muone sasa hivi mlivyo kwenye hii mentorship. Hii program purposely nilianzisha ili uwe na mtu mwingine anayeshare your story. Sasa hivi nyonyo ukikaa pamoja, ukakaa na Epi, ukakaa na Amina, unashare story. So it makes you feel like I'm not alone. Number 1. Number 2, sisi tumekaa hapa, kazi yetu ni kujifunza, kupractice, kuwaletea. So una mtu ambaye ana pivot njia mbele. Uweze kukwama. Kwa hiyo nasema build network, maana yake kwamba sasa hivi nyonyo ukienda Kariakoo, naenda pale kwa Leima pale, naenda pale labda kwa Focus. Najua watu wangu pale niko kwenye program moja, nikifika pale sio mgeni, I have my network. Kwa hiyo hata siku una swali la kuuliza kufanya biashara, nini kinaendelea sokoni, hauulizi dunia. Happy, vipi sasa hivi biashara? Sasa hivi moto. Okay, mimi pia peke yangu, hamna nikote. You have people, you have community. Ndio maana hii. Kwa hiyo ili kujiposition as expert, you need to have a network. Sasa hivi unashangaa inatokea fursa ya kufanya biashara Tanzania, huna habari. Unaona tu matukio miladi yako post. Hii imetoka wapi? Sasa kama una network, utashangaa Salome anakuambia, "Oya, Klaus ametangaza fursa ya kufanya biashara, utaenda?" Ikoje hiyo? Unanunua passport kama hizo, unaweka biashara zako. Kwa hiyo you have knowledge ya vitu vinavyoendelea because you have network. Na network kwa mfanyabiashara ni muhimu sana. Kila mfanyabiashara amtafute mtu. Jamani, idadi ya marafiki mfanyabiashara anatakiwa nayo. Rafiki wa kwanza ajue masuala ya sheria. Nisikizeni jamani, rafiki wa kwanza ajue masuala. Rafiki wa pili ajue masuala ya fedha na uwekezaji. Rafiki wa tatu ajue masuala ya branding, marketing na ajue resources za kupata clouds kwa bei rahisi kufanya tangazo. Rafiki wa 4 awe na mtaji wa kuchezea. Wewe twende chini tafuta milioni 100 Testeo. Yaani unaona rafiki ambaye ana hela, unaweza kusema tu nichomwe milioni 100 kachomoka. Rafiki wa 4 upate mastermind. Yaani kazi anakuja na deal tu anaga hata 100, lakini ana deals hizo. Yaani kila akija nyonyo sikia. Sasa sikia, serikali imetoa tenda ya kusafisha jengo la serikali pale, inatoka milioni 600. Yaani hiyo tenda, yaani unapata marafiki wa namna hiyo, uweze kukwama. Lakini kama mfanya biashara, hauna rafiki, anajua masuala ya sheria, masuala ya fedha na uwekezaji, anajua kuleta idea au anamtaji, you will always struggle. Na wafanya biashara kibao wamekwama kwa sababu ya mtaji tu. Lakini wazo lake ni zuri na linalipa, kama mtaji tu. Nakwambia ile ningepata ningefungua kitu hichi, ningefungua hana rafiki mwenye mtaji. Kwa hiyo tengeneza marafiki ambao wanaweza kawa na push without you realizing wanakupush. Lakini wote mko pamoja mna hang. This is why tunasema jenga network. Na network sio mashoga, unataka marafiki ambao ukifika kwenye kula tu nyonyo unasikia tu. Nyonyo, kwa hiyo unatulisha shoga yetu, tajiri yetu, au na wakukimbia. Kila sehemu nilipe 200. Mkiniona tu mnanishangilia kama mmeona mvua. Au sio marafiki.
Rafiki ni ambao hata kama anakula hela yako, lakini kile ukutana naye, wewe sikia, pale si nilikuwa naongea ile frame za pale Mwenge, nikuchukulie. Mimi napiga simu moja. Yaani ule kila saa anakuwa na kitu chenye thamani anakupa. Lakini kama una marafiki ambao ni mzigo, wanakuongezea stress. Kumbuka wewe mfanyabiashara ni mtu wa stress. Uongeze tena stress. Unaenda? Tafuta marafiki ambao wana maana. So build a network, surround yourself with mentors, peers and aspiring leaders. Lakini pia uwe active kwenye masuala yanayohusiana na professionalism. Mfano, ukisikia kuna wewe unafanya biashara real estate, kuna seminar real estate, nenda kuwa active. Kuna masuala si ya fashion nini, katu kushiba. Ukisikia kuna seminar au kuna fashion week, nenda. Ukisikia si kuna zile nini zile runways zile, si watu wa unaona ndaga zile, nenda. Hiyo si mtu wa fashion. Ukifika pale unachukua selfie jamani. Guys, mambo vipi? Watu warembo wako hapa leo. Watu wameshona ngozi kashoneka hapa. Kwa mtu anasema nyonyo, yeye anafanya biashara ya fashion and yet ameshiriki kwenye runways of fashion. Hii inakufanya unakuwa relevant. So build a network ambayo you can be, itakupush uende, lakini pia be active kwenye masuala yenye professionalism yako unayoifanya, kitu unachofanya. Yeah. 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 Sasa hivi kuna watu wanajua wakae kitu ambacho ninauza. Anajua kama nyonga na udhaifu. Yeah. Lakini pale mimi sijajua kama hivi vitu tutakua wafanyeni. Unaona kabisa nasema hivi tutakuwa hivi. Kwa hiyo watu fulani lakini hicho kitu mtakipata kwa mtu fulani. Ambaye huyo mtu anafanya hicho kitu. Ila huyo mtu ana mtu nyuma yake. Na najua anafanya. Ila mimi nalijua. Kama mimi ningejua mapema ama ningeshirikisha. Naona bwana kuna kitu naandaa. Watu niwaambie wavae kitu ambacho wewe unauza. Wasemaje? Nitaweka kidogo kitu ili information pala. Sasa mwalimu pale mimi naweza nikaenda ama niachane naye. Sasa watu walikuwa wananipenda. Naona ndio kumbaya sana vitu watu. Wao mtaki sio mtu anaendelea. Wananitaja mimi, wanakomentia wananimention. Kama ni kama hiyo nafanyaje? Sasa ishakuwa personal kwa unaje kwenda. So kama angefanya professional character angekwambia usa unachangia hichi nikutaja which like sasa hajakupata support yako. Kuwa busy siku hiyo. Na wao wanaonesheni pale niendelee kwa mimi. Akinitaja ni umetisha. Show love. Kopa. Fujo tu kwa nini? Lakini kuna zile event ambazo unajua hizi simjui mtu wala mtu anijui. Jipeleke tu pale. Na video yako kama mlinzi. Samani kaka chukua na buku moja ya kula rekodi. Kama siku uenda zako rekodi pale. Mama jamani, tuko wiki ya urembo duniani na mapambo, tumekuja tunyonye mapambo yetu. Kwa ile pale inaonyesha wewe ni mtu ambaye unajiassociate na watu wa niche yako. That's good. Aya, kitu cha 8 anasema offer signature program and solution. Offer signature. Tena hapa naomba ni washauri kitu. Tengeneza signature service ambayo ina solve specific problem. Maana yake ni kwamba muone kwenye mifuko yako, usimuone mifuko umeandika nyonyo. Tengeneza kitu. Muone zile bidhaa unazozaleta zile. Si ndio Mwambie mtu anaweza ngakukastomizea. Nikuandikie jina lako. Yeah. Yaani si kofia inaweza kaandikwa jina. Mtafute mdarizi mzuri mwambie niandike jina. Simple. Ikiwa small customized, watu wanapenda vitu customized. Shamsi njoo mnunulie mke wako. Mimi kuja ninunua kofia imeandikwa my life, my wife, student, anything. Au hata kikadi tu ile kofia nikinunua ndani kuna kadi. I love you very much. Hata focus na happy. Nafanya hereni na chain na kila kitu. Tengeneza customized product ambayo chain inaweza kaandikwa to you my love. Or happy anniversary. Or anything. Ikiwa customized, more customized, inawafanya watu wana feel like it belongs to us. Kwa hiyo tengeneza a customized or signature service ambayo inakuwa very specific kwenye kitu eneo fulani. Namba 2,
Ikiwa unamhudumia mteja, ikiwa unafanya kazi yako, ikiwa unafanya biashara yako, focus zaidi kwenye kazi yako. Yani make sure it's, yani mtu akitoka pale umem-encourage. Mind you, wateja hawanunui physical materials. Wateja wananunua emotional feeling. Mfano, Nyonyo, kwa hiyo kofia inanikaa vizuri, si ndio? Haulizii physical, anaulizia emotion. Hii kofia inanikaa vizuri. Hebu sasa nenda nirudi. Wewe leo atakoma. Yes, it's emotional. Kwa hiyo sometimes ukiwa unamhudumia mteja, make sure this is transformed. Yani hapa akitoka hapa anakuwa transformed. Yani huyu mtu akitoka hapa anamu-encourage. So no areas za kumzungukia, kumjenga kihisia. Watu wanaoga vitu physical. Ndio maana mtu kimwambia nunua sijui Mercedes. Na magari bana vijana watu mjini wadananda wale. Ongea naye kuhusu emotion, ananunua. Yeah, we hamna, the guy inakusudi, look good on it. See, kwa mika kibosi, it's a gentleman. You see, imagine driving down C6. Let me have one. Kwa sababu it's emotion. Kwa hiyo watu wananuaga physical, wananuaga hiyo. Kwa hiyo make sure ukiwa unajenga mteja, mzunguke zaidi. Usiongee kuhusu product, zungumza kuhusu yeye. Nitawafundisha baadaye kwenye psychology, kwenye mauzo, lakini bidhaa waga mteja kishaiona, kinachomfanya sinunue ni yeye ana zile insecurities. Kwa hiyo stop talking about product, zungumza kuhusu yeye. Dan ananunua. Wewe zungumza kuhusu tu yeye. Akishaona tu ereni yako na cheni, kila kazuri kanakaa vizuri, my dear. Hivi umeolewa? Hujaolewa? Ningekuwa nikwambia kweli mimi bwana mwanamke mzako, kweli ningekuwa mwanaume na mtu kama wewe. Kisu, ngozi yako safi yani. Unaonekana cheni tena. Kaka watu wapishane tu huko. It's more about them, not the product. Ukiona mtu anunue kitu ni yeye ana insecurities. Sasa mfano duka huru, yani mfano sasa hii program ikijiunga duka huru, let me tell you something. How long umejaribu kufanya biashara peke yako? Then sipati matokeo, ndo maana. Let's try together. You know the one thing is, una mtu ambaye unaweza kumuuliza stress zako, maswali. Yeah, I mean that's the problem. Would you trend as a soko because you don't follow up? Yeah, I follow up for you. You ask me questions, I'll be there for you. So, kumsema mmoja ndo alipo one, you see, it's more of you, not the product. Ndio maana mtu akisema bidhaa yangu hauziki, you don't know how to talk to people. Mtu akiniambia, nimefanya tangazo, watu wanapiga simu sana wanunui. Then wewe mfanya biashara una matatizo. Wanakupigia hadi simu. Hivi do you know, mtu alikupigia simu yuko tayari. Know how to talk to them. Utauzia kila mtu. So hivyo, kwa hiyo build net, offer signature program and solution, maana yake ni talk to, muongelee mtu in a way more of them, not your product. Mteja kishapiga simu, sio bidhaa yako tena, ni yeye. Ongea kuhusu yeye, mjaze yeye, mjenge, mtie moyo na kadhalika. Lakini pia make sure una create real impact. Yaani mtu aone kabisa, yaani kuna utofauti kutana na Nyonyo. Yaani raha sana yule dada ukutana naye. Mteja anakuja kwa ambassador. Akitoka tu anakuelezea wewe tu. Anakuelezea wewe. Alafu cha 9 anasema live and lead by example. Yani unaona Nyonyo ulivyoona, unavaga bidhaa zako mwenyewe. Hapo nyuma una accessories zako za kutosha. That is it. Uwezo kutuambia hivi, guys, mimi nafanya tour company, ninawasafirisha Dubai, Canada. No. Ukiwa Dubai sema, hey guys, mambo vipi Mtanzania mwenzenu? Mbantu mwenzenu niko Dubai hapa. One thing remember, if you want to come to Dubai, mimi nina tour company ambayo na arrange kila kitu mpaka ufike hapa. Umeenda Zanzibar. Hey guys, Chei, niko Zanzibar guys. Remember, my tour company will travel. Hey, unakula bata na kuona unapiga mstele. I love it. So una gharama zako shilingi ngapi? Lakini wewe umekaa kwenye ofisi yako. Habari saa hizi unataka kwenda China, niko hapa China, wewe unakajua. Hizo process unaziweza. So you don't live by example. Wewe unatuambia who stays, he stays, yes stay. We don't want that. We just want something actionable. Umefanya? Let's see you do it. Ndio maana kama sasa hivi mtu anayeuza mfano viwanja akapangisha hata nyumba tu ya maana yenye space. Umeona? Hapo sema mambo vipi?
Sisi nafanya real estate. Tuna makazi ambayo makubwa unaweza kununua, kama ile eneo langu hili ni square mita 1000. Unasema okay, ni jamaa kweli uko vizuri. Lakini unanuzia real estate. Umekaa kwenye gari. Chani wewe. Kakaa kwenye mjengo ni kuona, yani huo mjengo niseme kweli wewe hata kakodi, kwa sababu tunataka tuone mfano. Uwezi kutuuzia mimi hereni na cheni, wewe mwenyewe umekaa shingo nyeupe, sikio nyeupe, na jamani hereni nzuri, hereni sawa. We need to see example.